kujadili mashoga, kujadili wasanii, lakini kuongea masuala ya nchi yenu nguvu inatumika, pesa zinawekezwa nyingi kushusha watu wasijadili vitu vya namna hiyo. Wasimseme Samia, wasimuite ni kibaka, wasiseme serikali hii inatupeleka sipo. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo nguvu yote imetumika kwa sababu nyinyi ndio mmetuleta huku. Sisi TikTok tukatushaiacha, tushajua ni mtandao wa wasenge. Lakini mmeona tumetoka Clubhouse tunakuja huku, umetupa nafasi tunaongea, mmeunganisha watu. Hivi nyinyi mnajua kitu mlichokifanya kwenye nchi ya Tanzania kweli? Hivi mnajua mlichokifanya nyinyi? Ujue mmefanya kitu kikubwa, revolution inaitwa mapinduzi makubwa. Na ndio maana watu wanasema Tanzania haitarudi tena kama ilivyokuwa tena. Na ndio maana unaona sasa hivi uelewa wa vijana kuhusu nchi yao, uzalendo kuhusu nchi yao ni mkubwa, kuhusu mali za nchi hii, kuhusu nchi inaenda wapi. Kwa hiyo serikali hii kwa sababu ni batili, ni tuna uhakika haitafanya yale nyie mnayoyataka. Ndio maana tunasema maandamano yanakaribia kuja mengine. Yale mliowaomba tunajua serikali ni viburi, hawatafanya hayo. Unaona bwana? Kwa hiyo serikali lazima maandamano yapo yanakuja. Lakini mkumbuke na sisi kuna vijana wetu, jeshi letu, kuna watu wengi wamepitia magumu ndani ya siku 6, 7, 8, 9 kwenye wiki 3 hizi. Serikali hii batili imeua watu, lakini imefunga watu na kuwaonea, lakini inaendelea kuteka mmoja mmoja kimya kimya, inanyakua. Mpaka sasa tunavyoongea inafika inanyakua watu kimya kimya. Watu wanachukuliwa. Wale watu wote walikuwa ni Gen Z, vijana wale ambao wamechukuliwa wengi. Walikuwa ni Gen Z. Wale wote wamepata wokovu kutoka kwenu baada ya kuwasikia ni nyinyi na mnavyovitaka na nini na kila kitu. Watu wakapata munkari, wakaamka. Kwa hiyo ule munkari ambao wamepata msiudogoshe wala msiurudishe nyuma. Hapa ni nondo kuhusu nchi hii na maandalizi mengine ya kuhusu maandamano yanayokuja mengine. Lakini mkumbuke, hauwezi ukapanga maandamano leo, kesho kutwa, ayaende anavyotaka. Bado ukaendeleza tena, unakatisha watu tamaa. Kwa sababu mtu akija leo akaona okay, nguvu imekuwa kidogo, akaja tena wiki ijayo akaona nguvu imekuwa ndogo, hakuna mtu. Huyo mtu siku nyingine hata rudi, anaenda kulala. Bwana, kuna mtu kaika kikombe wewe. Asante. Huyo mtu siku nyingine anaenda kulala. Kwa hiyo unajifunza kwamba na serikali hii wanatuona kama sisi tumechanganyikiwa yani. Yaani tunapanga vitu 1 2 3 4 5 6 ni kama vile tumekosa mwelekeo, hatuna mwelekeo, yani tumekosa tunaenda vipi. Sasa tumegundua, tuna akili. Tumegundua okay, tunaweza tukanyooka hapa. Okay, tutarekebisha 1 2 3, tutaanza maandamano yetu. Tutaanza kusambaza vipeperushi kama tulivyofanya tarehe 29. Vipeperushi. Oya, unatokea wapi? Unatokea hapa. Oya, watu wa Kahama, watu wa Shinyanga, watu wa wapi, wote tunawakusanya kama tulivyokuwa tunafanya. Tulikuwa tunaongea na watu wa Shinyanga, tulikuwa tunaongea na watu wa Kahama, tulikuwa tunaongea na watu wa Arusha, tulikuwa tunaongea na watu wa Mwanza, tulikuwa tunaongea na watu wa Mbeya, wote tunauliza mko tayari? Sasa tunakutana tarehe 20. Okay, sawa. Okay, vipeperushi vimefika. Vimefika. Vipeperushi vimefika Dodoma. Tulikuwa yote haya tulikuwa tumeyapangilia. Kwa sababu sasa hivi watu wanakuja wanasema maandamano hatuwezi kukaa muda mrefu. Tulete tena kitu kingine, tunaleta. Na kesho tena tulete tena kitu kingine, tunaleta. Tuweze kukaa tena. Tunaonekana kama tuko desperate. Yaani tunataka tukusanye watu wetu, tunataka tumrudishe Sativa, tunataka tuwarudishe hawa, tuangalie wanatumia akaunti gani, tuzisupport zile akaunti, tupush mambo. Kama juzi mmeona siku 2 mmetumia hapa kuyatangaza maandamano, mlifanya kazi moja. Mlikuwa mnaenda kwenye Insta za watu, Insta za hawa watu wakubwa, mnatangaza maandamano. Lakini hiyo tulikuwa tushaisahau. Wakati unakumbuka tarehe 29 tulifanya almost wiki nzima. Juzi mmerudisha tena ambayo kama vile tulikuwa tumeisahau, tumetoka. Kwa hiyo vichwa ni kama namna gani vipi? Kwa hiyo ni lazima saa nyingine tuvute kamba kidogo, tuvute ka upepo kidogo, tujikusanye. Ni mimi nasema kujikusanya upya nguvu yetu ya jeshi letu, tujikusanye upya na tuende tena. Kwa sababu maandamano yako karibuni hapa, tutakuja na mengine hapa. Mimi najua maandamano yatatokea tena hapa sasa hivi. Kwa sababu Dar es Salaam hakuna maji. Wazee, mnaoga nini watu wa Dar es Salaam sasa hivi? Mnaoga tope? Kwa hiyo mimi najua tu, lakini ushindi ni mkubwa mpaka sasa hivi. Hiyo mimi yote anasema hapa tumefeli, nampinga. Na nitampinga sasa hivi, nitampinga kesho, nitampinga kesho kutwa. Tuko sehemu nzuri. Ndio sehemu hii sasa ya kushikilia. Hii ndio sehemu watu wanaanguka sasa. Tunapofikaga hapa. Hii ndio sehemu mbaya kuliko zote. Hii ndio sehemu mtu anaanguka ama anaamka. Sasa ni lazima tuamke. Tusonge mbele. Bwana, nashukuru sana vijana wa Gen Z. Mungu awabariki, lakini aisee mnafanya kazi kubwa. Nyinyi ni wa moto nyinyi bwana. Niacheni bwana. Muendeleze moto huo kubababaki. Huo. Nyinyi mtaona hiki kitu inavyokwenda bwana. Bwana, shukrani sana.
Asante sana kaka Ruge kwa kututia moyo. Asante sana, tunatamani tuendelee kuwa na wewe hapa, usituache pia, maana nguvu zenu pia zinachangia. Tunashukuru sana. Baraka, basi ongea dakika 2. Okay, sasa mimi naongezea kwa Ruge. Naongea nafikiri leo nimeshaongea sana, lakini naomba niongezee tena kwa sababu najua kuna watu wengine wapya wanakuja ni kwa leo, kwa siku ya leo. Kuna watu wengine wanakuja wanakuta mijadala na nini, kwa hiyo ni muhimu sana kurudia baadhi ya vitu, lakini na labda tu kwa kukumbushia na love, labda akipata muda anaweza pia akakumbushia sasa hivi tunayoenda nayo kwa sasa hivi ni taharuki, na kama tulivyokubaliana taharuki zinaanzia chini, tunaanzia chini kwenye mizizi. Kama nimesema muda uliopita, nimesema kama hauwezi kufanya taharuki kwa diwani, kwa mjumbe sijui wa CCM kadhaa, sijui mwenyekiti wa nyumba 10, wale ambao wanakuripoti wewe una polisi wanakuja wanakudaka, wanakupeleka au wewe au ndugu yako yote ile, chochote kile ambacho unaweza kumfanyia, wanamteka na vitu vingine kama hivyo. Kama hatuwezi kufanya taharuki kuanzia hapo, maana hatuwezi kufanya taharuki kubwa. Yaani uweze kusema unaamka leo kufanya taharuki Ikulu kama hata unashinda kufanya taharuki kwenye sehemu yako underground ulipo. Kwa hiyo wakati tunategemea chochote kile kinaweza kutokea, kwa maana ya kwamba maandamano mengine makubwa yanaweza kufanyika, lazima tuendeleze hizo taharuki ambazo zinaendelea underground, zinaanzia chini na taharuki zinakuwa. Na hizo taharuki zinatusaidia kutupa support, kwa maana ya kwamba Watanzania wengi ambao bado hawajielewa kwenye Baraka, samani kidogo. Kuna dharura Martin, umesema taarifa ni ya dharura. Martin, unasikia? Okay, labda nani. Baraka, endelea. Martin, basi kama utakuwa unanisikia utafungua maiki. Atasimama pia nani Baraka. Endelea. Yeah. Kwa nilikuwa nasema inatusaidia kutupatia watu wengi sana kwa ajili ya kupata support ya watu wengine wa Tanzania wengine wenzetu. Unaangalia hata kwenye comment section, kuna watu ambao unaona kabisa huyu ndio huyo anatakiwa aendelee kupigwa hizo nyundo ili aendelee kuelewa. Maana mwisho wa siku watu waje wengi sana kwenye movement ambao tunasupport, kwa sababu wote tunatamani kuona nchi yetu ikikombolewa. Tunatamani kuona Tanzania ikirudi kwenye mikono ya wananchi. Lakini nikazie pia kwenye point ya hawa wanaharakati ambao wenye majina makubwa kama kina Mange ambao wametusaidia sana. Na mimi nikumbuka video za Mange za nyuma wakati bado kwenye Instagram, akanasema ikitokea kwa wakati wote yule mtu yote yule, akanasema hata mimi ukaona labda sipo tena, nyie msikate tamaa. Wenzetu nataka tu niwaambie kwamba maandamano ni tarehe 1, yameshatangazwa tayari tarehe 1, yani mwaka mpya. Kwa hiyo tuanze kuhamasishana sasa hivi. Maandamano yaanze saa 6 usiku kuendelea mpaka kesho yake. Yaanze usiku wa saa 6 kuendelea mpaka kesho yake. Maandamano ya kwanza sijui saa 7 mchana, saa 8 sio mazuri. Yametangazwa. Watu ikifika usiku wanarudi kulala. Malia Salunga ametangaza. Kwa hiyo nadhani ni muda, ni siku nzuri. Tuipokee hiyo siku, tuifanyie kazi. Kuanzia sasa hivi tuanze kuzungumzia tarehe 1 ni siku ya maandamano. Lakini tuanze saa 6 usiku. Sawa. Maandamano yametangazwa kama anavyosema Martin, watu wengine watakuja kuchangia kuhusiana na hilo, lakini kufikia hata hiyo tarehe 1, wapo ya strategy kuyafanya maandamano kuyapa nguvu, lazima taharuki zianze. Tena sasa hivi kama hata ni tarehe 1 ni kesho kutwa. Hiyo siku ni kesho kutwa. Siku 2-3 hapa zinakuja ndio tarehe 1. Taharuki inabidi zianzie huku underground na zitasaidia kurudisha watu kwenye focus, kuona kwamba Gen Z sasa hivi wako serious. Maana watu wanadhani ile ilikuwa ni tarehe 29 tu, sasa hivi Gen Z wanaonekana kama yani kama hakuna mtu anajielewa na nini. Nafikiri hizo taharuki zitawafanya Watanzania waone hawa Gen Z wako serious. Wanajua wana tukitaka wako serious na ukombozi wa hiyo nchi. Kwa hiyo itasaidia sana pia katika kuhakikisha tunapata watu wengi sana ambao tunatamani kweli kupata support. Mimi nimesikiliza points za 255 Gen Z. Lakini point yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha tunawapata watu. Nani aanzishe?
Na nafikiri point ya nani aanzishe inategemea tu na watu wengi ambao wana support movement. Na kama nilikuwa naongelea point nikaa nasema Mange alikuwa anasema hata ikitokea yeye hayupo au chochote kile kikitokea, kwa mfano sasa hivi sio yeye anataka, kama alivyosema hapa Mkomba amesema, na jana tumeona video, yeye sio, yani ni Meta wamruhusu kufungua account yoyote ile, na hata kama akisema asijui afanye nini, yeye ana jina kubwa, kwa hiyo ni illegal kwake, inaweza kumsababishia kesi tena kwa upande wake. Mimi hapa naweza nikablokiwa nikafunga, nani ananijua, lakini hawa watu wengine kama kina Mange wana platform tayari, wana majina, kwa hiyo ni rahisi sana kuwa traced na kufanywa chochote kile. Lakini sasa mtu anasema kama sasa hajatulia, of course yuko, na mimi spirit yangu inaniambia huyu dada anaweza karudi muda wowote Instagram, tutaona hapa. Lakini hata ikitokea kichelewa kidogo, maana yake sisi inabidi na sisi tutafute solution. Na nafikiri mmoja kubwa ambayo inaweza kama ni topic ambayo hata hapa tunaweza tukaanza kuijadili, kwa sababu TikTok tumeshaiteka. Kusema ukweli, kuna mamluki huku, kuna kina watu hawa sasa sitaki hata kuwataja, nao wana live zao, lakini TikTok kwa Tanzania inazungumzia haki. Hiyo tumeiteka. Mange alikuwa anatusaidia sana upande wa Instagram kwa kushirikiana na kina Maria, Rachel, walikuwa wanatusaidia sana kuteka Instagram, kwa maana ya kwamba watu sasa kupata zile information. Sasa hivi Mange kutokuwepo kumeshusha sana kwa upande wa Instagram. Kwa hiyo nafikiri ambacho na Sativa tena na yeye account zake zinapofungiwa, kitu ambacho kingetusaidia pia kwa ajili ya kuhamasisha, kutoa information, watu wengi wao wanajua kinachoendelea ili waweze kusupport kwenye haya maandamano, ni hakikisha tunapata watu wengi sana wanakuwa na taarifa hiyo. Kuna mtu hapa amezungumza kana anasema, kuna mtu na jana walikuwa wanauliza vipi kesho kina happen, mtu anakuambia kwani kesho kuna nini? Kwa maana yake pia kuna watu ambao wafanye nini hawajui. Kwa maana ya kwamba kwa ulimwengu wa sasa hivi hauwezi ku question nguvu ya social media. TikTok tumeshaiteka. Sasa hivi nafikiri tungekuwa pia tunajadili strategies ambazo sisi kama sisi, hata kama hawa bado tulikuwa tunawategemea. Sasa hivi nafikiri tungekuwa tunaweza tukaangalia jinsi ambayo tunaweza kuteka pia mtandao wa TikTok, wa Instagram na Facebook pia. Kuna watu wengi sana wanatumia Facebook, wengi mno, ambao wao Facebook waga, mimi nasema waga ina ulimwengu wake, waga wanajadili vitu vyao tofauti ambavyo kabisa wanaendaka na opposite na vitu vinavyojadiliwa. Kwa hiyo mimi nadhani kuanzia sasa hivi tunapozungumza, hii ni taharuki kuelekea hiyo tarehe 1. Hizo taharuki zinaweza kufanyia kuanzia chini kwenye mizizi, lakini pia kwa ajili ya kuleta watu wengi sana, kwa ajili ya kusupport movement, tukubali nguvu ya social media. Tunayo TikTok tuko vizuri, lakini tunajua kabisa Instagram labda hatuko vizuri, Facebook hatuko vizuri. Tunafikiaje hapo? Nafikiri itatusaidia sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata information, kwa sababu tukishapata watu wengi sana ambao wako wanajua siku hii tunatoka, tunafanya hiki, tunafanya hili, tunafanya hili kwa ajili ya kuikomboa nchi yetu, inasaidia pia kuongeza confidence ya Watanzania. Asante. Asante kaka Baraka. Nadhani unamaanisha kwamba tuwe na account jamani za Instagram na Facebook, tupeleke ujumbe, tuwekeze nguvu, sio ile ya wiki mbili tena sasa hivi. Dada Nkomba nataka kuondoka, msisahau kufanya challenge ya maandamano na kuvamia kwenye zile account za watu maarufu na kuandika pale maandamano tarehe 1. Yaani tuyatangaze, nguvu ya kuyatangaza iwe kubwa zaidi. Kuyafanyia challenge. Pia nilikuwa nashauri kitu kimoja. Hivyo. Nashukuru. Pia nilikuwa nashauri kitu. Nilikuwa nasubiri kwanza jamani. Mtu akitaka atoe ushauri kidogo mnamuingilia. Nilikuwa nataka shauri kitu kimoja. Si Ruge au unataka kumwambia Ruge? Sio Ruge, huyu ambaye kuna mwingine anasema ananinyamazisha mwingine tena hapo. Ruge sikashaongea kamaliza. Hapana, mimi nilikuwa namshukuru Ruge ili nikukaribishe wewe sasa. Okay basi. Okay, basi nilikuwa nashauri nini? Nilikuwa nashauri kitu kimoja kwamba sasa hivi kwa mtu wote ambaye ana account yake ambayo fake nzuri kule Facebook, tukafungue sasa hivi tukafungue magrupu. Tukafungue magrupu na page za Gen Z Tanzania. Naomba mnisikilize. Mwiteni na one love wampandishe Tanzania, iko hapa chini. One love. Alafu atakuwa macho kweli. Analala. Kashapanda tayari. Okay, nilikuwa nashauri nini kitu kimoja. Tukafungue sasa hivi tukafungue nilikuwa nashauri kitu kimoja. Leo hii kuanzia muda huu unavyoongea, tukafungue pages, tukafungue na magrupu ya Gen Z Tanzania. Alafu tukayafollow kwa wengi kule Facebook. Facebook kuna wafuasi, kuna followers wengi sana kule ambao TikTok hawapo.
Kuanzia sasa hivi tukaanze hicho kitu, tufungue magrupu na mapages ya Gen Z Tanzania, alafu tuanze kuyafollow. Yaani mambo ambayo tunakubaliana huko tunayapeleka na kule. Wewe si nini hapo juu? Zima maiki bwana wewe. Lazima maiki. Mambo ambayo tunakubaliana huku tuyapeleke na kule. Facebook kuna watu wengi sana. Facebook ni mtandao ambao ni cheap. Mtu ambaye anaweza akaweka hata bando la shilingi 1000 anaingia Facebook. Ila huku TikTok mpaka mtu weke bando kuanzia 2000 kwenda mbele. Kwa hiyo tukafungue mapages. Kuanzia sasa hivi tukafungue pages za Gen Z Tanzania. Pages pamoja na magrupu ambao tutaingia kule, tuinfluence na wengine. Maana kile ambacho nimekishtukia magrupu ya Facebook kule, unakuta grupu moja lina watu mpaka 200k. Hebu fikiria. Ushaikuona lini hizi live zikafika hata 10k? Sio rahisi. Rekodi ambayo tulivunja mara ya mwisho ilikuwa ni 7k. Lakini kule Facebook unakuta grupu lina 200k mpaka 400k. Kwa hiyo tukafungua magrupu yetu ya Gen Z Tanzania kule Facebook. Kuanzia leo hii tuanze kwa tunajadili mambo huku tunapeleka kule. Asanteni. Tanzania karibu kaka. Kitu kikubwa sana ya vitu Gen Z ili mtu iwe na urahisi. Aongee Bang, nadhani mtandao unamsumbua. Naomba kidogo samani. Bang maana anapanda na kushuka muda mrefu. Ongea Bang. Asante. Na mimi kidogo nilikuwa nataka nichangie kwenye kuhusu swala hili. Moja la kitu ambacho inabidi tukifanye, moja tutoke kwenye idea ya kwamba sisi ni watu wa kuandaa maandamano tu, lakini twende kwenye idea kwamba hii ni movement ya kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kwenye malengo yetu ambayo tumeyaweka. Tukijiwekea kwamba hii ni movement, hata tukipanga jambo, kwa mfano labda tumepanga hayo maandamano imeshindikana, haina shida, kwa sababu sisi ni movement ambayo ina mambo mengi ya kuyafanya. Kwa hiyo haya mawazo ambayo leo yametoka, moja la kwenda kutumia kule Facebook, lakini ya pili ni kwenda Instagram, ambacho nilikuwa nataka cha kwanza tuwe na siku zetu. Kwa mfano kwenye hii movement yetu ya kutaka changes serikalini na kumuondoa rais ambaye tunaamini kwamba uchaguzi haukuwa huru na wa haki, maana yake sisi katika kila siku hizi siku zote za wiki tuwe na jambo letu ambalo tunalifanya. Kwa mfano Ijumaa tunasema kwamba sisi katika hizo pages za Facebook, pages za Instagram, TikTok itakuwa ni siku ya kuposti mauaji yale yaliyofanyika hiyo Mo 29. Kwa hiyo sisi yoyote ambaye atakaye comment swini na nini tunamwekea yale mapicha. Kila tunaziweka zile picha ili kuwakumbusha watu. Kwa hili jambo litakuwa linaendelea. Kama tumejiwekea kila Ijumaa, sisi kazi yetu ni hiyo. Hatuna kazi nyingine kwenye kucomment. Tutakuja kujadili mijadala yetu, lakini kwenye pages zetu, pages za watu wengine, kazi yetu itakuwa ni kupost hivyo vitu. Cha pili, kuna mchangiaji mmoja nadhani alikuwa ni Maamuzi yule, alisema kwamba lazima tutoke na slogan ambayo itakuwa inasambaa kama vile walivyosema no reform no election. Sasa hii slogan ni lazima itoke ikasambae huko. Hii slogan inatokaje? Yaani lazima tuwe na ka slogan fulani. Kwa mfano, hakukuwa na uchaguzi uliua ndugu zetu, Samia must go. Hakukuwa na uchaguzi uliua ndugu zetu, Samia must go. Kwa sisi hiyo itakuwa ndo slogan yetu. Popote pale ambako kutakuwa na comment, siku tukiamua kwamba siku fulani ni ya kucomment, tutakuwa tuna comment hiyo. Hii kitu ambacho kinarudiwa mara nyingi. Yaani ili mtu aweze kukitambua kitu, lazima hicho kitu kiwe kinarudiwa mara nyingi. Kwa na sisi hiyo tutakuwa tunaiweka inajirudia mara nyingi na itakuwa inasambaa. Utashangaa mtu anaisema tu barabarani au anazungumza tu ameisema, tayari inamuingia ndani. Ikimuingia ndani maana yake ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kushawishi watu wengi zaidi. Kwa hiyo ya pili. Lakini ya tatu nilikuwa na shauri wakati ule Mange pamoja na page yake alitengeneza ile Wananchi Forum kulikuwa na hiyo account kule Instagram ambao zote sasa zimefungwa. Na shauri kwamba kama kuna watu ambao ni wazuri kwenye uandishi wa habari, kuna watu ambao ni wazuri kwenye masuala ya haya ya uandishi,
kama tutafungua hiyo Gen Z Tanzania Forum au Gen Z nini inakuwa rasmi, inakuwa na logo, inakuwa na nini ya watu, sijui nani aliweza kuweka hao waliokuwa wanahudumu kwenye hiyo nani kwa namna gani ili wasiweze kupata changamoto. Tunaweza pia tukapata ushauri pia kutoka kwake, tukaifungua hiyo, sisi tukawa tunaenda kufollow hiyo page, alafu tukaona ni jinsi gani, kwa sababu taarifa saa nyingine huwa watu wanaenda wanapenda kuziona kwenye vitu ambavyo kama viko maalum hivi. Yani mtu ataenda kutembelea Jamii Forum, mtu ataenda sijui kutembelea nini ili apate taarifa. Kwa hiyo hizo itakuwa na iko Facebook, iko Instagram, sijui iko wapi, itakuwa inatoa hizo taarifa. Itakuwa inasambaa kiurahisi hizo taarifa. Kwa hiyo ni lazima tujipange vizuri ili kutoka kwenye hii hali ya sasa hivi kuweza kuendelea mbele. Lakini vile vile pia tuendelee kuhimizana pia. Yani hatuwezi kuendelea kukaa tu na kusema hili jambo liishie hapa au watu wakate tamaa, hapana. Tuendelee kuhimizana ili mpaka baadaye tuweze kuja kufanikiwa. Kwa ya kwangu yalikuwa ni hayo, na ningetamani zaidi tunapozungumza vitu visiishie tu vile vitu ambavyo ni vya utekelezaji, ni lazima tuvifanyie utekelezaji. Yani tuwe tunavifanyia utekelezaji. Hili tumeliamulia kwa jamani, leo tulichozungumza haya hapa na hichi hapa tunataka vifanyike kweli, kesho tunaviona vimefanyika. Asanteni sana. Asante bana. Kwa mfano kama hiyo ya kufungua akaunti haihitaji muda mrefu jamani, kule tukiingia tukute tayari akaunti za Gen Z tayari zimetaradadi, sio mpaka mtu tuanze kusukumana kwa hilo. Umeongea vitu vingi pia na hashtag tengeneze kwa uzuri hapa ili tukubaliane iwe ipi. Aya Martin, na kuaminia wewe hata ucheleweshe. Aya asante. 255 Gen Z, unaweza kaongea, umekaa muda mrefu. Mimi sina mengi, nilikuwa nishaongea hapa. Labda mimi nishauri tu jambo moja, kwamba kwa mfano hapa tupo watu zaidi, kuna muda tulifika mpaka 400. Mimi naomba mawazo yote tuliotoa hapa, tulipokubali kwamba tunaendaje, hata mahosti wote wa live zote, hata ambao hawako hapa waambiwe sisi wote tuwe na slogan moja. Sio sasa watu wanatoka hapa unawakuta kwingine tena wanaambiwa vingine. Na ningeomba kama kuna hosti mwingine yoyote hapa, sisi hatutaki watu vigeugeu. Sasa hivi si muda wa kupandisha live unaanza kutuchanganya na watu wa UVCCM kuanza kudebate. Hayo mambo tulifanya huko nyuma na tulishamaliza. Sasa hivi ni kuchukua mawazo ya Gen Z nini wanataka kama ilivyotolewa hapa, na tunaweza kuendaje mbele, hayo ndo tufanyie kazi. Asante. Asante sana. Mungu wangu. Tanzania nimekosa. Jamani, si nilikuwa sipo, sijasikia. Ungesikia nini? Tunatakiwa kuendaje? Kwenda wapi? Kwenda chumbani. Unatakiwa kufungua kuwa na akaunti ya Instagram na Facebook, tufungue za Gen Z kama huku tulivyojaza kule, pia tuwe na akaunti zetu za Gen Z tukazifollow, matukio tukumbushane, alafu na hashtag yetu tunatoka lini na hashtag yetu iwe moja. Yani tuipush, tuwe na kitu kimoja, yani tukipush kote. Instagram sio kama hivi tumefanya siku 2 sijui kwenda kucomment huko, yani muda umeshaisha, ili focus iwepo. Yani kusipoe kote tuwe kama huko TikTok hivyo yani. Okay. Nadhani umeelewa. Yeah. Tanganyika, yani nataka nikimruhusu Tanzania. Lazima uwe na followers wangapi? Facebook kufungua live? Sijajua. Sijui, Martin kashuka maana ndo mtaalamu wa mambo. Mtu niliona alicomment kwamba wawe 100, sijui. Kuna mtu alicomment siku fulani hapo. Followers 100 tu.
We Tanganyika, eti Tanganyika fungua maiki. Wewe unaisema nipandishe tuma request sasa au na wewe private? Asante sana. Nashukuru. Itakuwa nzuri sana hiyo tukiwa naunganisha live. Ngoja kidogo Tanganyika. Itakuwa nzuri sana, inabidi tuulizie hiyo. Itakuwa nzuri sana ili tukiingia live tutawale pia kama. Followers wangapi Facebook unatakiwa kufungua live? Jamani nyie wa kucomment hapa mjui. Nadhani tutauliza zaidi. Ngoja. Mtu hapa ananiambia fungua tutakuja. Sawa. Mimi kufungua sio kazi. Kazi anauliza 1000, anasema 1000. Huyu kasema 100 sio 1000. Tena ila One Love kupata followers hata 1000 dakika sifuri sana. Kwa Facebook ni 100. Kule wana follow hata ukiweka nani tu mkono tu tayari dakika sifuri. Option ya live walipo jamani. Huku Facebook sio hata unafunguaje live. Maana mimi na live sije kufungua na yeye nasema kwa na account. Mimi na followers wengi sana. Ndio hata sijui mimi wanafunguaje huku Facebook. Hujafungua pia kwanza mtu atapanda hapa kama anajua atakuja kutuelezea. Tuendelee. Tanganyika nani? Mtu anayejua kuhusu mambo ya Facebook basi atapanda hapa tuelezee ili tujue. Tanganyika. Martin atarudi. Mwache Tanganyika ili tumkaribishe. Labda tusubirie watu watakayepanda ili tujue na tuweze kushare kwa pamoja kwamba ni kipi kizuri ambayo tunaweza tukafanya, kwa sababu wote tunajenga nyumba moja na tunaelekezana kwa yale ambayo tuyajui, kuna wanayejua. Kwa hiyo kama tulipo hapa juu wote hatujui, hapo chini kuna watakayepanda kwenye hizo box ambazo ziko wazi na watatuelekeza. Asanteni sana. Kwanza nafurahi kuwaona wote tuko salama. Mungu awabariki. Nimemwona One Love. Natumaini ni tangu mwezi wa 4 tuliachanaga, niliblokiwa kwenye account yake, lakini leo nimerudi, nashukuru sana. Nimekuona pia na wewe Amkomba, nashukuru sana. Nimewaona wengi, nimemuona pia Martin Luther ameingia, nashukuru ametoka, lakini niseme kitu kimoja, nawapenda kwa moyo wa dhati, ila tufanyeni kile kinachotufanya tuache kazi na tunakaa mahali pamoja kwa ajili ya kuzungumza. Huku ndiko tunakoitwa bunge la Watanganyika au bunge la Gen Z, wote ni huku kwenye live. Sasa nizungumzie kitu kimoja, kama sio nizungumzie vitu viwili kama sio vitatu. La kwanza la kudili nalo, lazima tufuatilie mbinu ya wale waliofanikiwa, tujifunze kwa waliofanikiwa katika jambo. Kila mtu ajue hilo, tujifunze kwa waliofanikiwa katika maandamano yao, kwamba walifaulu vipi na walivuka vipi, walipambanaje katika ugumu na katika kupambana kwao waliwezaje kuvuka hatua moja hadi nyingine. La kwanza katika ugumu na naomba huyu hapa azime mic. Ambalo tukianza kujifunza tutajifunza kwa Wakenya, tutatoka kwa Wakenya tutaenda Nepal. Nepal sana sana ndio waliofanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kenya walifanikiwa kipindi kile cha kupambania ile BBI na walifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Na natumaini hata wakati tunaanza kama One Love atakumbuka ile mwezi wa 4 tulipata Wakenya wengi walitusapoti sana namna ya kuelekea kwenye mafanikio ya tarehe 29. Lakini niseme tena jambo lingine kwamba tunahitaji kusimama kwa pamoja, kauli yetu iwe moja, kile tunachopanga iwe moja, kwa sababu live zile ndogo ndogo zinawasubiria ili wanaliita bunge kubwa. Huko kuna One Love na wengineo wale wakubwa wanaita bunge kubwa. Kwa hiyo kuna kitu hata tulijadili huko chini, wakasema tuipeleke kwa One Love kule kwenye bunge kubwa lenye watu wengi, ili tuweze kuijadili kwa pamoja, ili tuijenge. Kwamba Nepal walifanikiwa vipi? Nepal walidownload, kuna app fulani walidownload, na natumaini Majesty alipokuwa hapa alikuwepo kule wakati tulipokuwa tunajadili hiyo, na hata pia BTT pia alikuwepo, na nilimuona kama vile nilimuona hapa chini akiwa amecomment. Tulikuwepo kule, tulikuwa tunajadili. Nepal walidownload app fulani na ikawapa nguvu ya kupita. Kwa hiyo katika ile app huwezi kufuatiliwa.
Hakuna mtu wali serikali haiwezi kukufuatilia kwa sababu paka hadi uungwe. Osi kama One Love anaweza akatuunganisha. Yaani akawa kwake ndiye maana ile inaonyesha kwamba ni mtu mmoja anaweza kuunganisha watu wengine. Kwa hiyo huyu yeye anaweza katuunganisha wote. Tukajadili na watu walioko mikoani tutafanyaje? Watu walioko mikoani tunaweza tukampata mmoja ambaye tutamchagua kama mbunge, ambaye pia tutamuunganisha, atasema watu alienao kule ambaye ni waaminifu. Ili tunapofanya taharuki mahali, tukifanya Mbagala wanafanya Temboni. Wakitoka Temboni wanafanya katikati ya mji ambaye ni Kariakoo. Wanafanya kule Goba njia 4. Kwa hiyo hawa polisi hawataweza kugawanywa. Lakini pia tukumbuke vita ni akili. Vita ni akili. Kule kwenye magrupu yao msiacho kwenda kule kwenye nani zao, kwenye live zao. Hawa vijana wa CCM ili tuwapate pia nao wanapanga nini. Unajua ukitaka kujua nani adui yako, lazima umkaribie ili upate kujua anapanga nini. Kwa hiyo tusiache kwa pita kule. Lazima tuwapitie ili tujue wanapanga nini na nini wanachokiripoti ili tujue kujisimamia. Lakini la tatu, maana nataka niende kwa haraka. Kuna kitu kilichozungumzwa ambush. Tunaanzia wapi? Tunafanyaje? Kwanza kumbukeni, mti kama mti uweze ukakata matawi ukasema kwamba umeliangusha mti. Lazima uanze kwenye mizizi ndio ungoe. Lazima tuhakikishe huku chini kwa madiwani, serikali za mtaa, sijui hawa wabunge wa bandia, tuanze nao. Hao ndio wa kuanza nao. Kwa sababu tukishawataka wale watatoka wenyewe kuandamana, kwa sababu kishamgusa mwenyekiti wa serikali za mtaa, diwani, balozi, sijui katibu tarafa, tukishaanza kuagusa hawa watatoka kuandamana. Ikishatokea wao wameandamana hao, tunaanza kumtafuta Abili loku upande fulani ya mawasiliano wa benki, hela kutoka benki kwenda mahali kwenda kwenye account za watu. Block huko kama kuna uwezekano. Ikishablokiwa kule, wafanyakazi wataandamana wenyewe. Wakianza kuandamana, serikali itaparalyze kwa sababu hakuna mtu atakayeenda kufanya kazi ambaye alipwi. Kwa hiyo lazima kule watatoka. Wakishachomoka sasa, kwa ajili njaa itawatoa. Wao sio mimi na wewe ambayo tumeshazoea kujitafutia ugali ya siku. Wao wameshazoea iingie wakinge wale kwa mwezi mzima, wakinge wale. Sasa ikishazuiliwa kwenye ile mzizi, lazima watoke waandamane, waishurutishe serikali ishuke chini, wasikilize wananchi. Kitu kikubwa tunataka tusikilizwe, washuke kama tunapotaka sisi. Tuiweke serikali tunayetaka. Tunaiweza kuiambia kwamba hapa umekosea na wakakubali wamekosea. Tunaiweza kuambia stopisha mikataba mibovu hatutaki ndani ya nchi yetu na wakastopisha. Tunataka haki ya mahakama. Mahakama iwe huru, sio mahakama kuamuliwa na simu, mfunge huyo, mpe kesi ya uhaini. Hapana, hatutaki tena. Tumeshachoka. Na mjue kwamba kuna mtu mmoja akazungumza hapa, alipopanda hapa juu akasema kwamba wale mashujaa wote wameshafanyaje? Walipokufa hawapo tena wengine. Wacha nimwambie huyo jamaa kama atakuwa ananisikia. Tupo na tutaendelea kuwepo. Ni kwamba juzi tarehe 9 kuna issue ilitokea ikawa imeyumba huku na huku. Si wengine tulitoka tulikokuwa paka hadi posta kwa miguu. Unaona? Paka posta kwa miguu. Lakini kitu pia tulichokozea tusirudie, tulitoa location kwamba tunaenda UN. UN pale wakamwaga rundo. Sasa siku nyingine tunatoa kwa huku kwenye Facebook. Tukidownload ile app ya waliotumia Nepal, tunaweza tukaitoa huku Facebook au huku TikTok, tukatoa location. Lakini kwenye magrupu yetu ya kawaida tukatoa location tofauti. Kwa hiyo wale watakapomwagwa kule, sisi tunaenda huku, tunaenda kwenye mission yetu. Kule tutakapowasha, watakaporudi huku, watakapoletwa, sisi tunaliamsha kule walikotoka. Kwa hiyo yani issue namna ya kupiga vita ni akili, sio nguvu. Ni akili na maarifa, na tumuombe Mungu sana atupe maarifa na akili ya kupambana na watu. Kwa sababu wao wanapambana kichawi, wanapambana kwa kutumia jeshi la polisi. Lakini sisi tutamuomba Mungu atusimamie, la kwanza. La pili, lazima tutumie akili ya hali ya juu. Kumtoa mtu mahali alipozoea kudokoa na kula na kuiuza. Hutaweza bila kutumia akili ya ziada. Na hutaweza bila kumuomba Mungu ili atupe namna ya nguvu ya kuwashinda hawa jamaa. Samsoni aliwaua watu wengi kuliko wale waliowaua wakati akiwa na macho. Sasa walipotuumiza juzi kwa kutulia ndugu zetu ambaye damu zao inalia juu ya ardhi, wale wa jamaa hawajalala kwa furaha. Watalala pale watakapoiona taifa tumeliweka mikononi mwetu. Wale wa jamaa watapumzika kwa amani. Lakini kwa sasa wanadai ndugu zetu amkeni. Kwa hiyo nikitokea mimi leo nimeshambuliwa One Love, nikauawa mimi, wewe songa mbele, usirudi nyuma. Kurudi nyuma mwiko ya kwetu mbele kwa mbele. Niwaambie ukweli,
Tunaanza na huku chini na tunaanza vita vyetu mapema. Tarehe 1 hiyo saa 7 usiku tunapotoka tu makanisani, tudili nao moja mmoja. Nimewaforget marafiki zangu ambao walikuwa karibu na mimi sana, nimewafuta, hata mawasiliano yao napokea simu short. Vipi mambo ni aje, kwema? Hamna noma, poa nakupigia baadaye. Kwa nini? Sitaki machawa. Kwa hiyo hata rafiki yako mchunguze vizuri. Kama ni chawa, muache pembeni. Tukishamaliza tukio letu, wataenda kutafuta nchi ya kuishi. Mimi nawaambia ukweli. Kwa sababu kuna mmoja kidanga mmoja wa CCM ambaye amepigwa, amekwaruza. Akasema nimeshambuliwa na wasiojulikana. Mkiangalia kwenye page yangu kitu nilichomjibu, nilimwambia hujakatwa, ingetakiwa uwe umeshaonwa news za kutosha. Ingekuwa yani mimi naomba location. Nilimwambia anielekeze location ya kwake, nyumbani kwake, nikamsalimie. Sio nyakati ya kunyamaza. Niwaambie ukweli. Yani imetosha. Damu za ndugu zetu zinalia. Wengine walienda kuchoma kwenye viwanda. Alafu tunasema tu hapa, tunakaa tu hapa TikTok tunaongea. Hapana. Tarehe 1 na iwe ya ukweli. Nashukuruni sana, asanteni. Asante sana Tanganyika, umeongea vitu vingi. Naomba niongee na mimi tafadhali, na usubiri Mr. nani? Ndio. Una dakika 2 basi. Dakika 2. Asante, nashukuru. Mimi ushauri wangu nilikuwa naomba siku ya mkesha kuamkia tarehe 1, nilikuwa naomba ili zoezi kweli la kuandamana lingeanza usiku. Kutokana na nini? Pakikuche inakuwa inawalia watu ugumu sana kutoka. Lakini kwa mfano tukisema tuanze usiku, tunaona kabisa kwenye mikesha ya mwaka mpya watu wana uhuru wa kukesha mpaka kupokea mwaka. Watu wanakesha makanisani, umeona? Kwa mimi kwa ushauri wangu, lakini ninavyoona makanisa yanaokesha Samahani kaka, wewe wala vupo ama umoni anayeomba umpandishe au uko mbali na simu? Wala endelee. Wewe babu niendelee? Sasa hivi zima maiki, mwenzio akiwa anaongea. Uliyefika sasa hivi zima okay. Naweza kuendelea kwamba makanisa mengi yanakuwa yanakesha kwa ajili ya kupokea mwaka. Mimi kwa ushauri wangu kwamba huko kwenye makanisa ambapo tutaenda kukesha kwa ajili ya kupokea mwaka, kule kuna watu wengi pia wanakuepo wanakesha, ambao wengine ni wenzetu ambao ni Gen Z. Kipindi baada ya kupokea mwaka kuna baadhi ya watu wanakuwa wanarudi majumbani kwao. Kipindi hicho ambacho watu wanataka kurudi majumbani kwao, tukitumie kuweza kuorganize, kuweza kuanza maandamano ile usiku, maana tutakuwa kuna umati wa watu wengi. Yaani ile usiku sio kwamba eti mapolisi wote watafika kwenye makanisa ambayo tunao kukesha. Hapana. Na hata kama atakuwepo hawana uwezo wa kutudhibiti, maana tutakuwa tuko wengi na tutakuwa tuko nje. Kwa hiyo tukianza ile usiku tusikubali kurudi majumbani ili kwamba tutoke asubuhi. Kwa hiyo tunaanza usiku kuanzia kwenye makanisa, baada ya kumaliza kupokea mwaka tunaendelea mpaka panakucha, tuko barabarani. Tutakuwa tuko wengi sababu watu wengi watakuwa kwenye mikesha na wengi wataona kabisa kweli watu wameshajitoa, acha tuendelee nao, kushirikiana nao. Tofauti na ile watu kwamba tutoke mmoja afa hatujui tunaenda wapi. Maana hii nao kiupande mwingine inakuwa inatupoteza. Kwa mfano mimi hapa nataka nitoke, labda ni asubuhi, nifuate wenzangu. Nasikia baka Kariakoo ameanzisha. Natoka hapa nafika paka Kariakoo hakuna kinachoendelea. Kwa haya mambo tumeona tarehe 9 yametokea, watu walisema tutatoka tukutane sehemu fulani, lakini hakuna watu waliotoka. Na kitu kingine tu cha kushauri, sisi wananchi tuko wengi sana wenye nia ya kutoka. Sawa, na polisi hawatotuweza sababu polisi wako wachache, sisi tuko wengi. Kwa tujitahidi, yani tukisema tunatoka kweli. Na kitu kingine cha kushauri, kama tukitoka kwenye mkesha hiyo usiku, kitu kingine cha kushauri, Kariakoo ni sehemu nzuri sana ya kuanzia. Kariakoo ina mitaa na Kariakoo ina watu wengi sana wanafanya biashara. Kwa pale tunaweza tukafika, yani tu ule umati wa Kariakoo ambao watu wanavojeaga, hata polisi wao wangapi hawawezi kuudhibiti ule umati. Mwana watu wengine wako tayari kuandamana, wanasubiri wakina nani wameanzisha. Wapi pale Kariakoo ikitokea fujo, kila mtu hata kama mtu anakimbia tu kukimbia ile fujo, tayari kwenye maandamano anakuta mwenyewe ameshaandamana. Mbona nini inabidi tutumie nguvu sana na akili sana. La sivyo tukiendelea vivi kupanga mwisho siku paka miaka itaisha hatujakomboa nchi yetu. Kwa mimi kwangu ni hayo. Asante sana Mr. Jenny, nadhani sijui ndio mara ya kwanza umepanda. Asante, umetoa pointi kubwa sana. Uendelee kuwa na sisi. Sawa, kama kuna lolote tena utapanda, kuna ushauri kuelekea tarehe 1, basi uendelee, unakaribishwa. Asante sana. Asante sana. Mkomba, naomba kuongea kidogo nishuke.
naomba kuongea kidogo Aluta. Kifo umepanda sasa hivi. Kuna Mary hapo, kuna kwetu pazuri, wote wanasubiria kuongea. Utaongea? Haya, asante. Aluta, unataka kuongea? Mkomba, nataka kusema kitu hapa dakika moja tu nishuke. Kaka Martin amekuja ametoa hiyo taarifa ya tarehe 1. Mimi nilikuwa nimeshaiona, lakini kama tunakubaliana wote kwamba tarehe 1 litafanyika jambo, basi tukubaliane kwamba lazima tutengeneze kitu ambacho kitafanya watu wengi wapate awareness, yani wengi wajue nini kinaenda kutokea. Sasa kwenye mitandao tumeshaongea hapa kidogo kuhusu Instagram, kuhusu Facebook na vitu vingine. Kitu ambacho nimeona hapa chini, kuna mtu ameweka comment yake amesema kuwe na vipeperushi, yani viandalie vipeperushi ambavyo vitawafikia watu wengi zaidi. Sasa kwenye swala la vipeperushi niliona kuna watu wanasema kutengeneza vipeperushi si rahisi, unaweza kukamatwa na nini. Ushauri wangu, mtu anaweza akanunua rim paper, kama mnazifahamu rim paper, tuloenda shule tunazijua, zile karatasi nyeupe ambazo hazina chochote, hazijaandikwa chochote. Ukawa unazikata tu ukatengeneza kama vyumba karatasi vya kuandika, ukaandika ujumbe wako pale, unaenda kuvibwaga sehemu yoyote, kama ni kwenye vituo vya madaladala, kama ni kwenye nini, unavimwaga vile vidude viwe vingi kila mkoa, kila mahali. Alafu pia sasa hivi ambush iwe kwenye awareness kubwa Mkomba, kama tulivyokuwa tunafanya majuzi na siku zingine hii wiki iloisha ya Instagram, basi tufanye kwa wingi kama yani kwa wingi iwezekanavyo, lakini pia tusisubiri live kwamba live agent abe. Endelea. Kuna mtu hapa chini, sina nikasha block. Yaani kuna mambuzi hapa chini aisee. Okay. Nilikuwa nasema kuhusu kucomment kule Instagram Gen Z, sio lazima usubiri mpaka live imepanda eti ndio tuambie jamani twendeni kwa fulani, twendeni labda kwa Mwijaku, twendeni si kwa nani. Hapana. Wewe yoyote utakayekutana naye live haipo, mapambazuko zima kama hiki. Yeyote utakayekutana naye ameposti live haipo, we comment, acha ujumbe wako pale, ujumbe zako 3, ujumbe zako 4 ziache pale. Yani Mkomba na agenti pamoja na One Love, kama mnanisikia, mimi naona awareness ndio ipewe nguvu kubwa zaidi ya nondo. Yani mtu anayepanda hapa aseme tufanye kitu gani ili watu wengi zaidi wapate taarifa. Sio kusubiri tena tunapeana nondo alafu tunasubiri siku 2 au siku 1 ndo tunaanza kusema labda tufanye kitu fulani, itakuwa haita make sense. Kwa hiyo kama hivi kaka Martin amesema sasa hivi tuchukue hatua sasa hivi tuanze kufanya kinachotakiwa kufanyika. Live nyingine ikipanda pia watu wako hapa comment section, hao ndo viewers wa sehemu zingine pia watawaambia na sehemu zingine. Kwa hiyo ya kwangu yalikuwa ni hayo. Kama ni ambush inafanyika ianze mapema sana. Saizi bado ni muda ni mzuri sana, bado siku 4 siku ngapi. Basi tuanze mapema sana. Na kuhusu hilo swala la vipeperushi, kama mtu huwezi kwenda stationary kutengeneza, andika kwenye hizo rim paper, andika ujumbe wako, mwaga sehemu. Kama mtu una spray sehemu unayoona hapa watu wengi wanapita, masokoni, kwenye minada, popote pale. Sawa. Yani ambush ya mitandaoni ianze sasa hivi, sio tena tunategeana. Yani ambush ya mitandaoni kabla hujafika TikTok, uingia huko nani gani imepostiwa mapema, acha ujumbe wako pale, watu wata reply pale, wataangalia, yani mtu wako atakufuata tu pale. Yani tu comment kwa wingi kama kawaida, sio mpaka tutoke huko tuseme twende sehemu fulani, twende sehemu, tujitume wenyewe. Watu wasisubiri hasa. Yani ukikutana na posti, tia comment yako, ondoka. Ukikutana na posti labda umerudi One Love amerudi. Wewe One Love, kuna watu wa kuwapandisha direct wewe hapo jamani, wanakusubiri muda mrefu. Kashampandisha. Okay. Kwa hiyo umeongea kitu cha nayo. Yani kama tulivyokuwa na ile energy jamani. Mtu ukipanda hapa unaongelea kuhusu ambushi ya vipeperushi na namna ya kuingia kwa Facebook na Instagram kutoa nini, yani tu comment kwa wingi kwa ajili ya kutoa taarifa tarehe 1 jamani. Yani ni usiku, mkesha usiku kuamkia tarehe 1,
Sio masuala ya maandamano tena ya tarehe moja kutafutana asubuhi, usiku, na hakuna kuzima live Mkongo. Haya, nani Mary nadhani kushushe hapa. Haya, ongea dakika 2 Mary. Habari zenu. Mimi ndugu zangu, nilikuwa nawaza kitu kimoja. Kuna kitu kiliwahi kuongelewa sio kwenye live hii kuhusu yani usili, yani kuna aina fulani hivi ya kama sio ni mtandao mliongelea, mkasema inabidi watu wapewe elimu sio na nini, kile kitu ambacho kinaweza kikawa kina watu ambao wako smart, ambao itakuwa ni siri, ambao vitu vitakavyokuwa vikijadiliwa hapo haviwezi kutoka mtu mwingine kama amevichukua hasa mtu mbaya. Maana yake naona Mary, ongeza sauti kidogo, sauti yako iko chini sana. Naona ni vitu Mary, geuza simu, usogeze mic karibu. Sogeza mic karibu na kinywa. Unanisikia? Unanisikia? Yes, ongea. Ongea. Yani nilikuwa nasema hivi, kuna darasa walikuwa nasema wanataka kulitoa kuhusu hiyo private nini sio alioleta mada dada mmoja hivi, na hisi ni kwenye hili group. Wakawa wamesema hiyo Watanzania wengi hatuna elimu na nini, lakini ni kupewa elimu taratibu. Ila mimi naona ilikuwa ni nzuri kwa sababu mnaweza mkapanga mambo adui bila hiyo hatuhitaji hiyo. Hatuna siri. Sasa mtakaoenda mle wote mnafahamiana. Sio kama mnakaribisha kutekana kirahisi. Hiyo hatuhitaji. Sisi tunataka hapa tarehe, tuna siku 4, sijui siku 3 kuingia tarehe 1. Tunataka tarehe 1 ifanikiwe, isiferi kama ilivyoferi jana. Kwa hiyo tupe nondo kwenye hili. Naomba Mungu hivyo jamani, maana yake kweli watu tunatoka, lakini ukienda mahali ukuti mtu hivyo. Sawa. Sasa ndo tuanze sasa hivi sasa kutangaza ili watu wawe wengi. Wengine walikuwa hawajui, vipeperushi mitaani, kuandika barabarani, sijui wapi, ukutani, ianze sasa hivi. Maana wewe pia na wewe Mary pia unahusika kwa ajili ya kutangaza kama kweli unataka na wengine tuwe wengi. Tanzania sijui inaruhusu. Naweza kuongea au kifu. Kwetu pazuri, nilikuwa nataka nani akija One Love ndo umwambie, kwa sababu wewe amekuhitaji sana One Love ili umwelekeze jinsi ya kufungua Facebook, ndo maana nikakusubirisha. Kwetu pazuri. Ni sawa, nataka naongea pamoja kabla ya kaka George kidogo, kama itakuwa sawa, maana kuna kitu pia nataka nikiweke sawa, tutaendelea kama iko sawa, afu hiyo ya One Love tutafanya hapo baadaye. Simu yangu ina passing chat kidogo. Okay, basi dakika 1. Okay, Tanzania, asante sana kwa nafasi ambayo umenipa pia, kwa sababu utakiweza kuendelea wewe. Mambo mawili tu nitaka nizungumze kutokana na vitu ambavyo vimezungumzwa. Jambo la kwanza kubwa ni idadi. Uwe na taharuki usio na taharuki, kitu kikubwa ni idadi. Kwa hiyo idadi, tukizungumza kwamba idadi, tunataka kwamba idadi yetu iwe kubwa sana. Na tukisema kwamba idadi inamaanisha kwamba tunataka kuweza kuhakikisha tuna idadi kubwa. Sasa mambo mawili makubwa. Cha kwanza, kuna watu ambao tayari wana idadi kubwa ya watu. Kuna ma-influencer tayari wana idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo wale watu tunaweza kuwatumia kwa ajili ya kuweza kusambazwa kwa watu wengi. Angalia kama watu wakina Sativa, wakina Maria Sarungi, wakina Mange Kimambi walitumika vizuri sana kipindi fulani. Ila kuna wakati baada ya kusema maneno yetu mengine yaliwafanya wakarudi nyuma kidogo. Kwa hiyo jambo moja la msingi, kila mtu ana nafasi ya kuweza kutumika katika sehemu yake kuhakikisha watu wanapata ujumbe mkubwa. Lengo la kwanza ni watu kuwa wengi. One Love walisema jambo moja, kuna wakati watu wanauoga. Mtu muoga unamsaidiaje? Mtu ambaye ni muoga anasubiri aone mwingine kafanya. Kwa hiyo wale wakiona kuna wawili wamefanya, anajiunga 3 na 4 na 5 na 6. Kwa hiyo tunaweza tukawasaidia watu waoga kwa kuona kwamba kuna wengine tayari wamefanya. Kwa hiyo siri ya kwanza ni sisi kuwa wengi. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo naunga mkono jambo la kwanza kuhakikisha kwamba tunasambaza ujumbe. Kabla ya kufika Dar es Salaam nilikuwa kwenye mkoa mmoja, mkoa karibu na Shinyanga. Wakati nafika kule kuna watu walikuwa hawajui chochote kile, hawajui kinachoendelea. Nikajiuliza kwa nini? Lakini D29 walikuwa wanajua. Kila mtu alikuwa anafahamu, hadi wababu walikuwa wanajua mtaani. Kwa hiyo jambo la kwanza ni hii ya kuitangaza. Na kutangaza tunaanza kwanza kwenye online, tunashuka chini taratibu. Sasa jambo la kwanza la kufanya, kila mtu ana nafasi ya kufanya katika eneo la kwake. Tunafanyaje? Kuna mambo 4 nitayataja. Haya, la kwanza ni issue la KIT. Tumezungumza sana TikTok, ila kuna watu wengi wako Facebook.
Watu wengi wanapitia sana Facebook, maana ni kawaida na haijazuiliwa. Tukitaka kwenda live tutaelekezana muda si mrefu hapo kwa pamoja, tusaidiane kwamba watu wanaendaje pia live Facebook. Tanzania akiwa anaongea asikike Facebook. One Love hawezi kuweka live Facebook, na wengine pia na wengine wakina Nuru wazo kina nani weke pia live ziwepo pia Facebook. Lengo ni moja, siri watu wengi waweze kujua. Hiyo ndo siri ya kwanza. Ili taharuki kiinuka watu wengi wanajua. Sio kwamba wanashangaa, wanajua kuna kitu tayari kinaendelea kwenda kuokoa nchi, kukomboa taifa. Tanzania kurudi kwa watu, wananchi kwanza kuwa na maamuzi tena. Uhuru wa kuishi unarudi, uhuru wa kuamua unaishi, uhuru wa kuchagua unarudi. Kwa tukienda namna hiyo itatusaidia. Jambo lingine wakati tunaenda kufanya hiyo technique ambao kama nilivyosema Mkomba atafuata baada ya One Love kurudi. Kuna jambo moja la msingi, hashtag ambayo tunaenda nazo wakati huu. Watu wajue kila siku tuko tayari, sio kwa jitu ya tarehe moja. Wale kwamba hatuitaki hiyo serikali, maana hatukuichagua. Kaka samani mara moja. Na kwa kuwa tukichagua msaada kidogo tu. Na kwa kuwa tuitaki kuna mambo mawili makubwa. Tanganyika zamani kidogo. Kisha kwamba wherever we are, kila sehemu ambapo tunasimama kwamba hatuwataki, waelewe wazi kwamba hatuwataki. Kwa kipopo wakitoa posti usivunjwe moyo, kuna watu wameenda kwenye kuwasikiliza hao watu. Wewe cha kufanya ni kitu kimoja tu. Haijalishi kuna watu wameenda, wengi tu online. Ingia sehemu ambapo upo, andika tu hatuwataki, hatuhitaji serikali alamu ambayo hatukuichagua. Safi kabisa. Jambo la pili, tarehe moja tunaelekea. Kwa tarehe moja tunaelekea, tunaendelea na mgomo baridi kwenye vitendo vyetu mitandao mbalimbali. Kwa kusema hayo, naomba nitarudi baadaye kwa sababu wamesema pia Mkomba baada ya One Love kurudi tu discuss namna gani ya kufanya pia kwenda live kwenye Facebook, nenda live pia sehemu mbalimbali ambazo kutumia. Lengo watu wengi waweze kujua ujumbe, na tuna uwezo pia kutumia email mbalimbali, kufungua account mbalimbali. Unaweza ukata na Facebook account 3, 4, 5, tuna follow each other, tunaingia. Lengo ni moja, hizo account kisha komboa nchi unazifuta, hazina kazi. Ila kwa sasa si kila mtu aweze kufahamu taarifa mbalimbali. Asante kwa mic. Martin bwana sema Tamani nasikika? Kwetu pazuri nadhani utarudi. Nasikika? Unasikika. Kuna changamoto ambayo nimekutana nayo. Facebook sijui matatizo gani. Najaribu nishafungua account nishafungua email fake. Najaribu kufungua ile page kwa kutumia email fake inakataa, nataka namba ya simu. Sana shinda kuelewa shida ni nini. Labda kwa wale ambao wana utaalamu kidogo wa sehemu hiyo anielekeze. Mimi mwenyewe nimejaribu kufungua. Au kama mtu anaweza kuwa na page yake. Unasikia? Nimejaribu mimi kufungua page yangu hapa ya Facebook kuingia live, wamekataa zile audio, wanaenda video by video. Umeona? Kwa hiyo nimejaribu hapa nikajaribu kufuatilia settings zao, labda kuna audio, wakasema kwamba hakuna option ya audio. Kwa hiyo nikataka kuingia kwa video. So video sio hata tufanyeje, lakini hakuna, yani tutapata tu njia jamani. Bado tuko mapema sana. Hatujachelewa bado. Nadhani Nuru basi anayeweza kufungua hiyo basi tunaweza tukamuulizia. Naam kaka naam. Nilikuwa nataka consider agent. Hiyo account yako kama ni unaona iko safe zaidi, kwani usifanye iwe kwa agency Tanzania account yako tuanze kukufollow? Imegoma sasa. Kwani usigeze iwe audio? Ngoja nibadilishe. Yaani kabla tujafungua audio. Kabla hujafungua audio. Yaani ibadilishe jina hiyo page yako, iandike pale GNZ Tanzania. Tuanze kufollow sisi. Kuifutia kila kitu. Tuanze kuipromote. Unajua. Ngoja nifute kwanza. Tuanze kuipromote kwanza sasa hivi. Futa kila kitu, badilisha jina pale. Andika GNZ Tanzania. Tutaanza kuipromote kila sehemu. Fanya hivyo basi kumweza kununua account kubwa. Nitajaribu hata kununua account kubwa. Wako watu wanauza account. Jaribu kununua. Jaribu. Paka kielewe. Fanya hivyo agent, tumalize swala. Ili swala liishe leo agent, fanya hivyo. Tunakutegemea. Ndio najaribu kupigia watu simu hapa. Oya dogo vipi? Ngoja jamaa dakika moja. Mambo vipi? Shuka sasa hiyo nani agent. Tanzania endelea. Tanzania. Mimi niko poa kabisa. Niko fresh. Nilikuwa kama naumwa, maana nimetumia nguvu sana kuzungumza hapa. Kuzungumzia umaskini wetu, shida zetu, manyanyaso tunayopitia. Tanzania tunaendelea kuwa wavivu, tunaendelea kuwa na hofu, uoga, tunakatishana tamaa na watu ambao tuko hapa. Unajua mpaza sauti mmoja anapazia sauti si chini ya watu milioni 1 nyuma yake. Sasa wakimsaliti wanatukatisha tamaa. Tungependa tu niwaambie Watanzania wenzetu, msitukatishe tamaa. Kuna wengine kuongea hivi mnaogopa kwa sababu ya nchi yetu ilivyo.
Lakini sasa sisi tuliosimama hapa kuwaongeleeni, wale walioko nje ya nchi wamesimama kuwazungumzieni, ni kwa sababu wakiwa nchini wawezi wakazungumza na hata wakawasha video. Kwa hiyo wanapokuwa nje kule, mchango mkubwa wanaokuwa nao ni wa kuwaongeleeni, kuongea madhaifu ya serikali kwa ujasiri, kwa sababu kule nje ni ngumu kufikiwa. Hata mimi nakuwa na ujasiri wa kuzungumza kwa sababu kunifikia Kenya ni ngumu. Kwa hiyo msihadaike na lugha mnazopewa na huyu VCCM kwamba mnadanganya na watu wa nje. No. Kama ni watu wa nje, ni mtu gani Tanzania anayezungumzia ndani ya Tanzania akaachwa salama? Ili tuzungumzie madhaifu ya nchi letu hilo la Tanzania, ni lazima tuwe nje ya nchi. Ili watu waizungumzie Tanzania, Tanganyika, ni lazima wawe nje ya nchi. Kwa hiyo mchango mkubwa wa kumpazia Tanzania sauti, lazima uwe nje ya nchi. Kwa hiyo hizi tabia za kwanza kuambiwa sijui, mimi ninachokihitaji ni nyinyi tu kutoka inshu ya kuwazungumzia, ya kuwapazia sauti, tuachieni watu wa nje. Hata mlioko ndani mnaweza mkaja na akaunti fake mkazungumza. Ndugu zangu, ni wasiwafiche, sauti ya mtetea haki mmoja inasimama na watu milioni 1 nyuma yake. Sauti ya Martin inasimama na watu milioni 1 nyuma yake. Tusiwe wanyonge, tusiwe waoga, tusiwe na hofu. Tusisikilize hizi umbwa za UVCCM. Tusisikilize hizi takataka zinazosifia na kumpamba muuaji aliyetuulia ndugu zetu. Sasa nimekuja hapa, nimesikia tarehe ingine imetangazwa, ndo maana nimeomba kupanda. Maana mimi tokea majuzi sijapanda hapa, nilikuwa mnyonge sana. Nimekuja hapa na option 2, ikiwezekana zifanyiwe kazi hizo tu, kwa sababu tuna siku 3, tuna siku 5 sijui. Option 2 za kutafuta numbers. Option kubwa 2. Option ya kwanza, kitu cha kwanza, tunaomba tuchapishe vipeperushi. Tusiogope kuchapisha vipeperushi. Kila mmoja hapa ana rafiki au ana mtu wa karibu mwenye stationery. Kila mmoja wetu aliyoko hapa, kila mmoja ana mtu wa karibu au rafiki au ndugu mwenye stationery. Unaweza hata kama usichapishia Dar es Salaam, unaweza ukachapishia hata Morogoro, vikasafirishwa kwenye basi vikakufikia. Kwani nani atavikagua ka package umekafunga vizuri? Nani atakajua kwamba eti unasafirisha vipeperushi? Ndugu zangu, namba pekee tutaipata kupitia kumwaga nchi nzima vipeperushi, kuandika kwenye mabarabara, kuandika kwenye maukuta, kuandika yani sasa hivi, kwa sababu issue ya taharuki tumeizungumzia toka lini? Hebu nijibuni kwenye comment section. Issue ya taharuki tumeizungumzia toka lini? Na ni kwa nini mpaka sasa hivi hatuoni hizo taharuki? Ni kwa nini? Kwa sababu tunauendekeza uoga. Kwa sababu tumekuwa sasa kama vyura. Tumekuwa vyura, yani tunaunguruma kwenye maji, ng'ombe anaendelea kunywa maji. Ndio ilivyo sasa. Tumekuwa vyura ndugu zanguni. Tunaunguruma kwenye maji, tunapiga makelele kwenye maji, lakini ng'ombe ambaye ni CCM anaendelea kunywa maji. Sasa na waombeni, kwa sababu tunaojadili humu hatufiki milioni 20 au hatufiki milioni 70. Ili tufikie Watanzania wote milioni 70 walioko kwenye nchi, tuchapishe vipeperushi, tupite kwenye mitandao kukomenti. Hizi siku zilizobaki sio siku za nondo. Unajua tumekuwa na ujinga fulani hivi. Live zetu zikifikisha watu 1000, tunaona tumejaza, ndo tunaona tumemaliza kazi.
tunaendelea kupiga nondo tu kila siku zile zile tulizoanza nazo sijui mwezi wa 6. Wakati wale watu 1000 ni wachache mno, hata wilaya moja wafiki. Watu 1000 hata tarafa wafiki. Ni wachache mno. Watu 1000 ni wachache mno. Sasa sisi live zetu zikishafika watu 1000, 1200, tunajisifia kama tumeshafanya kazi, mtandao tumeshika. Mmeshika mtandao, mna inchi na watu milioni 70. Fanyeni mpango wa kufikia watu milioni 70. Hawa watu 1000 ni wenye VPN ambao mnaimba nao kila siku humu, washawazoeni. Mpango ni kufikishia taarifa na habari watu milioni 70, sio kufikishia watu 1000 TikTok ndo tunaona tumewini. Tutaendelea kukanyaga pale pale, baadaye tusonge mbele. Sasa hii hata kama sitapanda, hata kama yeyote akipanda live yeyote ile, jamani, kanyagieni kwenye vipeperushi na spray kwenye maukuta. Kumbukeni Moi 29 tuliandika mabango mpaka kwenye madaraja. Angalieni ziliandikwa mpaka kwenye ukuta. Angalieni mpaka ukuta wa waziri mkuu Dodoma uliandikwa. Waliandika wananchi, waliandika mpaka kwenye marami, walipiga spray mpaka kwenye maukuta ya watu walioko karibu na barabara. Hivi usiku unashindwaje kwenda na spray lako pale kwenye madaraja pale ukaandika, kwenye listendi pale unaona watu wamejisahau ukaandika, kwenye lirami hapo unaona hapa pazuri kila mtu atakayepita hapa lami hapa unaandika pale chini. Ukitoka hapo unachapisha vipeperushi. Hivi tukisema watu 1000 wale wote tunaosikilizaga kwenye manani yetu haya, magrupu yetu, live yetu haya, kila mmoja akachapisha vipeperushi 1000. Kila mmoja tulie naye hapa vipeperushi buku. Alafu kapita kila unapojua hapa ni kijio cha bodaboda. Saa huyu usipitishe mchana. Alfajiri saa 10. Kuanzia saa 10, saa 9 usiku unapita tu pale. Unavichukua tu 5 unavimwaga pale. Unapita kijio kingine unachukua 3 unamwaga pale. Unamwaga pale vingapi, unamwaga pale vingapi, unamwaga pale vingapi mpaka unamaliza. Tukifanya huo mzunguko kwa Dar es Salaam mzima, vitaenea. Yeyote yule, awe wa CCM, awe wa Chadema, awe sijui ACT, awe raisi, awe waziri, awe mbunge, awe diwani, awe mwenyekiti wa yeyote yule, hadi uchafu wa CCM watasoma vile vipeperushi. Watasoma vile vipeperushi. Halafu huku tunaendelea kwenye peji zao, peji za wasanii, peji za serikali, tunaendelea kutuma comment pale. Tunaendelea kutangaza komenti pale. Hizi buabwaja tunazobuabwaja kila siku hapa, tutaendelea kubuabwaja miaka na miaka bila kulikomboa taifa, na hatutapata faida, na tutayambulia hasara kila siku. Hasara ya mabando, hasara ya kupoteza muda, hasara ya kutekwa. Tukomboeni nchi, tuwe huru kuzungumza. Tukomboeni nchi, tusimame, tuwashe maraivu, tuwashe makamera, tuzungumze, tujuane huyu ndo Mtanzania, tujuane huyu ndo Amakomba, tujuane huyu ndo agent. Tutaendelea kujificha na maakaunti haya kila siku humu tunazungumza mpaka lini kama tutaki kukomboa Tanganyika? Hizi nondo mnazopiga mpaka lini? Tutaendelea kupigana manondo au tuende tuikomboe Tanganyika? Jambo la msingi ni kwenda kukomboa Tanganyika. Huu upuuzi tunaoendelea nao mimi naona nasema sasa hivi ni upuuzi. Hakuna nondo ambayo hatujai kupiga humu. Na kama mjanoti hiki kitu, mimi nimenoti hiki kitu. Wote mnaowaona TikTok ndo hawa tulikuwa tunapiga nao nondo toka kipindi cha Habili. Hakuna wasilolijua. Nondo zetu ndo zile za kila siku. Wote walioko humu wanazijua. Sasa ni vitendo tunahitaji. Ni hatua kubwa ya kulichukua ili taifa ndo tunayohitaji. Sasa sisi tukipanda hapa kila siku nondo, tumekuwa ni tunapiga sasa ni makelele. Sio kwenda kukomboa nchi, ni makelele ambayo hayana faida. Nchi na watu milioni 70. Sisi tukiongea na watu 1000 tumeona kabisa eti tumewini. Kumbe hata nani hatujafikia.
Mura, hebu hizi issue hizi za nondo tuachaneni nazo mura. Tuanze kuna mikakati hapa tunapanda live. Bana mimi nimesambaza vipepe. Mimi nimeshasambaza vipepe. Yaani hizo ndio taarifa tunatakiwa tuzipate. Mimi Tanzania nimeshasambaza vipeperushi 2000, mimi fulani nimeshasambaza vipeperushi mimi fulani. Safi kabisa, tunapongezana hapa. Na hata ikiwezekana comment na ni post hata kwenye TikTok yako ili tuamini kweli umesambaza hivyo vipeperushi. Posti. Kwani nani anakujua? We posti pale vipeperushi umesambaza, umechapisha, unaenda tunataka milima ya vipeperushi, kila mtu achapishe 1000, 2000, mwenye uwezo hata 10,000. Chukua bodaboda zako, vijana wako unaowaamini, pita pale, kaeni nyuma pale, mmoja anaendesha, mmoja anachukua tu ni kurusha hapo mitaroni, kwenye masoko wapi. Asubuhi watu wanavyoingia kwenye shughuli zao, wanaoingia kwenye vijio vya bodaboda wanavikuta vipeperushi, wanaoingia kwenye masoko wanakutana navyo barabarani mpaka kwenye mageti ya masoko, wanaoingia sijui madukani, sijui kama pale Kariakoo pale vilitakiwa vichafuke pale kama uchafu. Pale Kariakoo vilitakiwa Tutap jamani, naona inaganda Tutap na makopa hapa chini basi ili watu wengi wapate ujumbe. Na hivyo naanza kuganda. Haya tuendelee. Mnasikia ndugu zangu? Sasa hapa tukianza kuhangaika na swala la kimtandao na nini, tutafikia wananchi ambao hawana simu kubwa. Inchi sasa hivi imeshazidi umaskini. Wananchi sasa hivi ni maskini mno. Wengine wana masimu ya mikopo. Asipolipia siku 3-4 hawamuashi simu. Tuchukue hatua ya kwenda kumgusa mtu ana kwa ana. Njia ni ya vipeperushi na maspray kwenye maukuta. Musisikilize hayo UVCCM. Halafu tukiwa hapa juu tujaribu kusoma comment hapa chini, tusomee watu. Comment ukiiona ya msingi hapa chini, soma watu hapo juu waelewe. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kaja na ushauri mzuri kwenye comment. Kuna mwingine nimeona hapa amecomment kwamba ikiwezekana hata hizi hela tulizokuwa nazo, unaandika tu pale maneno machache sana ambayo hayawezi kuathiri fedha ya kutangaza maandamano. Yeyote yule atakayeshika hiyo hela atakutana nalo. Kwa mfano umeandika tarehe 1, tutoke tarehe 1. Yaani tutoke unaandika pale mbele 1. Kila mtu hapa hiyo hela kila itakayomfikia atakutana nayo. 1,000, 2,000, 10,000, andika tu pale tutoke tarehe 1. Mtu akishika ile hela, hii tutoke tarehe 1 ina nini? Hii tutoke 1 ina nini? Na vipeperushi huko mitaani vipo. Na huku kwenye makomenti tunapita kwenye mapeji. Hiyo njia nzuri sana ya kuwatayarisha watu. Maana hapa tunatakiwa tuwatayarishe. Kama ni maumivu, watu wameona ndugu zao wameuliwa. Watu wameona ndugu zao wametekwa. Watu wana maumivu ya umaskini. Watu wana maumivu ya mateso kwenye hii nchi. Watu wana maumivu ya kusomesha watoto na wapati ajira. Watu wana kila aina ya maumivu ya maisha umaskini kwenye nchi yenye asali na maziwa. Sasa tunapanda kila siku. Unagonga nondo hapo eti Kisu una watu 1000, una watu 2000, una watu 500 kwenye live. Unaona umemaliza. Wakati nchi na watu milioni 70. Hapo ndo tunapofika na sisi wenyewe tunaferi. Mnasema taharuki hazifanyiki. Sasa kama taharuki hazifanyiki, hebu tuwatayarishe watu. Tusambaze vipeperushi. Tuandike ama spray. Hata kama ni kwenye hizo hela, tuandike si za kwetu. Si za kwetu. Ukienda nayo dukani akaanza kukuuliza, unaambia mimi mwenyewe nimeikuta hivyo hivyo, nimepewa hivyo hivyo. Nani atakuuliza? Nani atakwambia? Mbona wengine waga wanazikata pembe, wanasema uchawi, wanazikata kona zile hela. Kwenye kakona pale mtu anakakata eti kisa kukwepa sijui chuma ulete. Mnashindwaje kuandika? Utakamata nani? Mimi hela nimeikuta hivyo hivyo dukani. Nimeinunua hivyo hivyo dukani. Na ya dukani anasema mimi nilipokea hivyo hivyo. Watazuia hizo hela nchi nzima zisitumiki. Wana uwezo huo.
wana uwezo wa kuzuia hela zisitumike eti kisa zimeandikwa tumaherufu tudogo tudogo. Yani inchi ili tuichukue ni utayari. Sio kupanda hapa tunagonga minondo tu wanaendelea kufanya ya kwao, wanaendelea kutukebehi, wanaendelea kututukana, wanaendelea kututeka. Yani kadri tunavyozidi kuchelewa kuikomboa nchi, ndio tunavyoendelea kutekwa na kuteketezwa ili tuzibwe midomo. Ila tukiwahi kuikomboa nchi, tutakuwa na free speech. Takuna panda hapo na washa zako kamera, unaongea unaona kweli huyu Mtanzania. Unaniona live. Sasa tukae kila siku tunafurahia tu tukipanda hapa. Tunaongea maisha ni magumu. Serikali haituletei madawa. Serikali haitatoa ajira. Sasa kama ifanyi hivyo, tunafanyeje? Na mnajua wananchi wa Tanzania ni rahisi sana kusahau na kupotezea jambo. Yani ni warahisi. Yani ingekuwa ni Kenya, ile siku ndugu zetu wameuliwa kiasi kile, yani mpaka leo ingekuwa kabisa Ruto hajatoka, hiyo nchi bado ingekuwa, yani nchi ingekuwa mpaka leo haijatulia, haikamatiki. Ingekuwa ni Kenya, ndugu zao wameuliwa kiasi kile ile, yani mpaka leo. Yani hata Habili angekuja eti mambo ya amani, wasingemuelewa kwamba tunakupenda Habili. Una mambo mazuri unayoyaona kupitia elimu uliyokuwa nayo. Una track kila kitu chao unakijua, una track mawasiliano yao na nini, unatumia satellite, lakini habari za amani watu wametulia ndugu zetu. No, tunakukatalia. Yani mpaka sasa hivi Kenya ingekuwa kimeumana kubabake. Yani mshindi tayari angekuwa ashapatikana kuwa ni mwananchi. Ndugu zetu wameuliwa. Watu jana naona tu live zingine napita, watu wanasherekea mijini humo, naambia watu wanasherekea, wanalewa, guest zimejaa, mabaya yamejaa kwenye nchi ambao watu ndugu zao wameuliwa eti guest watu wanasema guest zilijaa. Ndugu zetu ila bongo. Ila kwa kweli na sisi wa Tanzania tuna mioyo ya migumu sana ya kusahau. Yani ndugu zetu wameuliwa kiasi kile. Tuko magesti, tuko yani tunaendelea kulewa, tunaendelea kutafunana, magesti furu, ba furu. Alafu mnakuja mnalia sijui mkitoka hapo mmeshakula vihera vyote vimeisha, majukumu yanaanza kuingia kupeleka watoto shule, hakuna hata kima moja mwenye hera ya kupeleka mtoto shule. Mnaanza kusumbua tena walimu. Baadaye mkomboe nchi yenu. Sasa endeleeni kutafuna hayo masikukuu. Kodi zinawasubiri, kodi za nyumba, kodi zinawasubiri za kwenye mabiashara, kodi zinawasubiri na ada za watoto. Tutaongea lugha moja. Tunaambia tutoke hii nchi na asali na maziwa, elimu iwe ya bure kabisa. Serikali ina uwezo wa kulipa shule za private, watoto wakasoma kule private bure kabisa. Nyinyi tu mkisha pata vihera tu, yani ni kuruka majoka, guest zimejaa, ni kupelekeana mioto tu. Mnatafuta watoto wakati watoto wanauliwa kila siku. Watoto walikuwa wanauliwa wengi pale. Wengine wanatekwa, watoto wa kiume wanatekwa kama kuku. Mnahangaika kama guest huko, mnakatiana mauno. Mnamzalia nani? Mnaendelea kuizalia CCM endelee kuua. Yani wabongo Wabongo ni hatari. Ni juzi nimempigia ndugu yangu mmoja hivi. Tulitembelewa na mgeni pale nyumbani. Akatafute guest jana chumba mgeni apumzike pale, maana pale nyumbani watu ni wengi. Hamna sehemu ya kulala. Ilibidi mwenyeji alale sebuleni. Chumbani kule wa mgeni alale. Guest mji mzima wa Tarime furu. Nikasema bongo. Yani watu wanaendelea kumwaga maji kama kawaida. Watu wanaendelea kulewa kama kawaida. Watu wanaendelea kupelekeana moto kama kawaida. Eti nye. Hebu amkeni tuandike bana vipeperushi. Muda wa nondo umeisha. Mimi mwenyewe nina manondo ya kutosha, nikianza kuyagonga hapa
mnacheka, mnafurahi na mengine yanawaumiza, lakini haya yasaidii, ni kumaliza tu mabando na muda wetu hapa. Kinachosaidia ni kuikomboa Tanganyika. Asanteni sana, naomba mlikazie hili. Asante, maana hadi morali inashuka, lakini kaka Ruge katutia moyo kwamba haiishi mpaka iishe, bado tumo na hizo tarehe tunazozipanga. Wengine walisema kwamba tupange tarehe ya mbele kabisa, ndio hiyo. Tukichukua muda mrefu inapoa, bora hii back to back, hata kama isipotokea mpaka itatokea, hatukati tamaa. Haya, nani sijui movement. Hello. Yes, nipo. Habari zenu wote mliokuwepo kwenye live hii. Mimi ndio mara yangu ya kwanza kuingia live TikTok, na ndio mara yangu ya kwanza, yani ndio nimeanza kutumia TikTok baada ya tarehe 29. Kwanza ningependa kuwapongeza wote nyie Gen Z, mna nguvu ambazo hamzijui. Okay. Kwanza nawapongeza sana kwa juhudi mnazozifanya, kwa sababu hamjipiganii wenyewe tu, mnapigania vizazi vinavyokuja. Sawa? Na hii ni Tanzania ya kupiganiwa. Tuna rasilimali, tuna mali, tuna utajiri wa kupita, lakini bado tuna umaskini. Anyway, koja niendelee na point. Kwanza napenda sana kwanza relax. Okay. Kwanza ningependa kusema ninawaheshimu sana, akili zenu ninaziheshimu sana, naelewa hasira mlizokuwa nazo, kwa sababu ni hasira tulizokuwa nazo wengi, sema watu ni waoga. Sawa? Na nimekuja hapa sio kuwa nimekuja kuwafundisha kitu, hapana. Nataka tu nizungumze ukweli kama Mtanzania mwenye uchungu wa nchi yake. Mimi sio Gen Z, mimi ni Gen X, lakini na watoto wawili Gen Zs ambao nawapenda kwa moyo wangu wote. Ni kama mzazi anayempenda mwanae. Sasa hivi kuna wazazi wengi wanaumia roho, wanateseka roho, hawana sehemu ya kwenda kusema. Watoto wao wameuawa, hawajui miili yao ilipo. Wengine wamekuwa vilema, hawawezi kusema. That is so much trauma kwa Tanzania. Yani baada ya hapa inabidi wote tukusanyike, tuanze kuheal kama country. Sasa mimi nimewasikiliza sana wiki hizi zilizopita, na ruka huku kwenu, sijui Nurvasi, wote ambao mnapigania, naruka kwenye live zenu. Sasa nimesikiliza hii mchana mzima, nimesikia kuwa mmeamua kuwa hiyo on the 31st mnafanya maandamano kwa maandamano tena. Sawa? Na napenda kuwakumbusha, kuna watu hapa kwenye group lenu, kuna watu, yani wote nye mna akili, lakini tumieni wale watu wenye nguvu za kusikika, kama Maria Sarungi. Maria Sarungi ana sauti ya kisiasa ambayo watu wengi wanamsikiliza. Mange Kimambi ana sauti pia. Mange Kimambi ametufungua macho, kutuonyesha kitu gani kinaendelea kwenye serikali yetu, na ni vitu vingi tulikuwa hatuvijui. Sasa tumianeni hizo nguvu zenu mlizonazo, tumianeni, mje na strategy ambayo itafanya kazi. Mimi hapa nimekaa na wasikiliza, nikaamua tu ni research kidogo, yani what are the ways ambayo mnaweza mkafanya something impactful, lakini pia mnajilinda maisha yenu. Sawa? Kwa hiyo jinsi ya kutuma ujumbe mkali kwa serikali. Namba 1. One clear demand, yani ombi moja la wazi ndio liwe
kwenye kanuni. Kwa hiyo mtapanga wenyewe ombi lenu linakuwaje, kwa sababu harakati hushinda pale kila mtu anaweza kueleza lengo kwa sentensi hii moja. Sio mtu anaulizwa anasema tunapinga ufisadi, utekaji, mauaji. Hapana, hiyo ni too long. Kila mtu ajifunze sentensi moja tu, unapigania nini? Protect our lives, respect our rights, reforms now, au linda maisha yetu, hekima, heshimu haki zetu, mabadiliko sasa. Vyovyote mtakavyotaka kufanya, lakini iwe command moja, kila mtu anaijua hiyo. Unapigania nini? Sentence moja. Kanuni ni ujumbe mmoja urudiwe kila mahali, kama mlivyokuwa mnaongea hapa, mnapeperusha kila sehemu. Mimi nimejuaje hizi talks zenu za TikTok? Nilikuwa namuona kijana mmoja anaitwa Constance Kenya TV. Kwa hiyo naona nasema hii live inatokea wapi? Namsikia Habil anaongea, nasikia nyewe mnaongea. Basi nikafanya utafiti mwenyewe, nikaingia TikTok nikawatafuta. Kwa hiyo ujumbe wenu unatoka, wala msife moyo. Kitu cha pili, amani sio uoga. Najua wengi mtaweza kunipinga hapa, kwa sababu nimesikia wengi wakisema twende tukochome sijui nini. Ni hasira hizo zinaongea, ni hasira. Kwa hiyo naomba mnisikilize hii point ya pili. Amani sio uoga, sawa? Vurugu hubadilisha mjadala kutoka kwenye haki kwenda kwenye fujo. Sasa baadaye badala ya nyie kujulikana wapigania haki, mtaenda kwenye kihistoria kuwa nini? Wafanya vurugu. Kwa hiyo amani sio uoga, ni mbinu. Non-violence is not a weakness. Okay, it's a strategy. Kwa sababu gani? Wanaogopa amani. Kwa sababu gani wanasema umma kwanza, mkiwa mnaenda kwa amani, umma utakuwa unawaunga mkono. Ninasema hivi kwa nini? Kwa sababu nyinyi mnapigania, na kuna Watanzania wengi wana feel the same way you do, lakini hawawezi kuongea. Asanteni kwa kunisaidia. Nani agent? Agent ama One Love? Mmetulia. Wewe ukiona kazi imefanyika, endelea na kazi yako hapo juu dada. Unauliza nini? Unapoteza mambo. Nakulia kote huko, kumbe nimemblock bure mwenzie hapa. Alikuwa anamwambia nenda kale mtoto, kumbe mwenzie hapa. Kumbe huyo mkata maandamano, kumbe kamnani mwenzie, kamcrash mwenzie yuko juu hapa, alikuwa anamsaidia. Ndio maana alikuwa anajikanyaga malalie. Namwambia relax, kama mtu na hasira zako za maandamano usikalia. Tuendelea. Watu wana drama Tanganyika, endelea. Maana nishaishiwa hapa. Mimi nilikuwa nataka nini point bala. Asante kwa kunipa nafasi. Bado hatujapoteza sana. Bado tuko kwenye njia sahihi, lakini tarehe tisa tulitoka, lakini kuna sehemu tulikosea kidogo. Tarehe 19 tukatoka, kuna sehemu napo tumekosea kidogo. Jana tumetoka nayo kuna sehemu nayo tumebugi kidogo. Hiyo ni sehemu gani? Kwenye sehemu ya muunganiko kwa ajili ya kutekeleza jambo. Sasa tunachopaswa kufanya sasa hivi ni kukaa na kujadili. Kwa nini hapa? Kwa nini eneo hili ndio linaturudisha nyuma kila siku? Tuangalie ni namna gani ya kuparekebisha hapa. Kwa sababu tukisema tuache hivyo alafu tuandae tena mengine, bado tatizo litakuwa lile bado hatujalitibu. Kwa hiyo nafikiri hapa tukae chini sasa tujadiliane kwamba tarehe 9 jambo hilo ndio litupamisha. Tarehe 19 hilo. Jana ndio hilo. Sasa hapa tunapafanyaje? Tuangalie. Unadhani ni nini Tanganyika? Unadhani ni nini? Unadhani shida ni nini? Shida kubwa ambayo inaturudisha nyuma namna ya kuanzisha jambo. Na hili jambo la kusema kila mtu afanye yeye mwenyewe kama yeye, unashangaa mtu anaenda anafika eneo la tukio, anayewakuta pale anashindwa kujiamini, kuelewa je, hawa watu tuko nao njia moja au la. Kwa hiyo mtu pale anakuwa na wasiwasi. Watu sio kwamba hawatoki,
Watu sio kwamba hawana elimu hiyo, watu wanaelewa. Lakini je, nini kifanyike? Tunafanyaje? Nini kifanyike? Sasa hapa mimi nilikuwa nafikiri kuna kitu nimejaribu kukistudy hapa nikaona kwamba kwa mfano mimi naweza nikawa na watu wangu 10, wewe ukawa na watu wako 10, yule akawa na watu wake 10 na mwingine akawa na watu wake 10 na mwingine 10 hivyo hivyo. Sasa sisi ambao tuna watu wetu 10, sisi ndio tuwe na mawasiliano ambayo siku ile tunaandaa jambo tunaweza tukawasiliana bado kuna tarehe sehemu fulani, kila mtu aje na watu wake 10. Tukikutana eneo lile la tukio tayari pale hatuko tena watu 10, tuko watu 50 au 70. Kwa hiyo pale inakuwa ni rahisi kuanzisha jambo kwa sababu tayari tuna nguvu ya pamoja. Umeelewa? Na mtu hata kuanzisha jambo anajiamini kwa sababu anajua kuna backup nyuma yangu hapa. Nikifanya jambo mtu akinizingua kuna watu wananitetea. Hapo tunaweza tukafikiri hapo tunaweza tukaona tukasonga mbele. Umeelewa? Na la pili, mimi tusitafute mchawi ni nani. Hii ya kutafuta mtu kumlaumu au kufanya nini yaliyotokea tutathmini kazi tuliyoifanya ni nini kinachotukwamisha tunashindwa kufika tunapopataka. Umeelewa? Kwa hiyo mimi Basi utarudi maana unatuwekea kikombe. Sisi fungua maiki, fungua maiki. Unarudi subiri. Haya, malizia Tanganyika. Kwa hiyo mimi naamini 100% hatujashindwa, hatujafanya nini, ila kwenye kumalizia jambo hapo ndipo pana shida. Tufanye kama nilivyosema, kama angalieni mapendekezo yangu niliyoyatoa, kama yana make sense basi tuyafuate. Tukiona haya make sense basi tuangalie njia nyingine ya kufuata, lakini tusipende kwenda na njia ile tunayoenda nayo kila siku inaturudisha nyuma. Unaelewa? Tubadilishe njia. Asante sana. Nzuri sana. Nadhani sasa kwa sasa hivi mpaka tarehe 1 utakuwa umepata angalau watu hao 10 at least 5, si ndio Tanganyika? Maana ndo tufanye hivyo hii. Nasema hivi, umesikia dada? Nafikiri tukifanya hivyo inakuwa ni rahisi zaidi. Wewe ukija na wako 10, mwingine 10, tayari tuna watu karibu 50-100 hapo. Ni rahisi kuanzisha jambo kuliko ile kumwambia mtu nenda kaanze mwenyewe. Akifika pale anakuta kuna watu pale, lakini hawezi kujua mwenzangu hapa ni nani. Anaogopa. Watu wanatoka wakifika barabarani wanajiogopa. Umeelewa? Kwa hiyo tunashindwa kufanya jambo. Kwa hiyo nafikiri tufanye kama hivyo tulivyozungumza hapa. Haya, tusambaze na vipeperushi huko mitaani na kuchora pia ili watu wapate taarifa kwa sababu hata mitaani watu wanakuwa hawajui nini kinaendelea. Kuna mmoja katoa pendekezo kwamba hata hela ile 1000, shilingi 500, 10,000 unaiandika tu pembeni, tarehe 1 tunatoka. Kwa sababu ile itasambaa. Kila mtu ajui nani kaandika, lakini ujumbe umefanyaje? Umefika. Kikubwa tupambane kusambaza ujumbe Facebook, Instagram, njia ya kawaida, vipeperushi, kuchora ukutani hivyo mpaka tarehe 1 watu tumkesha wa tarehe 1 itakuwa imeeleka. Si ndio Tanganyika? Nafikiri tukienda kwa njia hiyo inaleta impact. Kwamba Watanzania sio kwamba hawaelewi, hawana taarifa wanazo, lakini shida kwenye kuanzisha jambo ndipo hapo kuna mtihani kwenye kuanzisha hapo ndio shida. Tupangalie vizuri hapo. Inabidi tujitahidi kila mmoja awe na watu wake angalau 3-4 kwa ajili ya kuanzisha nao kweli. Asante. Sisi Hai. Halo, habari zenu? Sema karibu. Nilikuwa nasisitizia tu na mimi huyu Trump aliosema kuhusu hela pia nimeiona pia good idea. Alafu jana nilizungumzia ikitu watu wakutane kwa watu wanaojuana humu sisi watu tunaojuana tunazungumza. Watu watafutane wenyewe kwa wenyewe kule ili waweke kigroup. Alafu katika hicho kigroup hata kama wako 10, 20, 15, sasa hapo ndo atakapojipanga waseparate kidogo waende wakasapotiana. Kwa sababu wakienda is a big group kama kufanya yani kuzusha kitu chochote kile inakuwa kama yani inakuwa shida kama
itakuwa yani ile group kama litaonekana, lakini wakiwa wakijigawanya wao wenyewe sehemu tofauti, alafu watakuja kukutana wherever watakutana, pia naona ni good idea, lakini ni vizuri kwa grupu la vipi? Grupu yani la ifafanua grupu gani? Yani kama hivyo, kama huyu kaka alivyosema, watu watafutane, lakini ni yani watu wanaowafahamu, watu wanaofahamiana wenyewe kwa wenyewe. Okay. Waeke kigrupu kama ni 10, 20. Kwa hiyo alafu sasa watawanyane, wagawane majukumu, kila watu waende kwenye majukumu yao as a small group, waende sio mmoja mmoja, lakini waende small group kusapotiana hivi, kwa sababu watu yani wamekuwa ni waoga, alafu zile hasira pia zimeshawapungua, hawana tena hasira za kufanya vile yale matukio. Kwa hiyo kwanza zile hasira tiwa ndani ya miili yao, mioyo zao, waone kitu gani kinachowauma, alafu ndo wataweza kulifanya tukio. Lakini sasa hivi watu zile hofu, hasira zimewatoka, zimewapungua, wale zilizowapungua zimewapungua, na hofu pia imekuja nyingi. Kama kuna wengine ambao wamesema zile bunduki watu walivyopigwa ile pia imewatia woga, na sasa hivi watu wamepunguza zile hasira pia. Kwa hiyo zile hasira zinatakiwa zirudi kwenye nyoyo za watu, wakumbuke kitu gani kimefanyika. Na hawa ambao wanaosema kuna watu pembeni wanalalamika, wanatafuta kwa nini hawataki kutoka na wao wakati vitu vinafanyika. Na kingine ninachokishauri watu kwenye majirani wale majirani wale, watu wasiwasaidie tena. Kila mtu anemwona jirani wake ndo anaweza kaa mchochezi pale, au hataki kushughulikia, akija kiomba hata chumvi asipewe. Ya kwangu ni hayo. Asante sana. Kwa sababu ukimpa chumvi atasahau kule kama ana shida. Kwa hiyo chumvi, maji, kitu chochote, yule jirani ambaye hataki kushiriki asipewe, asisaidiwe. Sema tuje angalia na wewe mwenyewe, usije ukawa una shida. Lakini kama unaona kama unaamua umsimsaidie, usimsaidie ili apate ule uchungu. Ni kweli. Kwa sababu bila kumtia adabu mtu hata uona ule uchungu na shida ambayo anaipata. Akija kwako unampa chumvi, unampa sukari, unampa usimpe tena, ili ule uchungu aupate kwamba anapata shida. Asanteni. Yani mtu asiye na uchungu anakuona unaigiza, inabidi nayo mtie adabu, hamna kusaidia mtu mpaka aingie barabarani. Asante sana. Hata hii michango ndo nasema, hata hii michango unakuta mtu ana matatizo, sui kashindwa matibabu hospitali, sui nini, yote ni sehemu ya kutiana hasira. Hiyo ni kutoka. Lakini unakuta eti mwenzetu anapata shida labda kwenye mitandaoni, afu anaambiwa sui achangiwe, anafanya hivi sui achangiwe. Yani hivyo vitu pia vinarudisha nyuma, kwa sababu mtu tatizo lake pale likishatatuliwa anaona haina haja tena, na serikali inaona kabisa kwamba Watanzania wanatatuliana matatizo wenyewe kwa wenyewe. Lakini litakiwa sasa hivi matatizo yanapotokea miongoni mwetu ni kutiana hasira. Jamani, sasa tutokeni, yakiongezeka yale. Lakini unakuta mtu kapata shida anachangiwa fedha. Sio mbali na sisi huku, yani hata nasemea hata katika mitandaoni tunaona watu wanapitia sui magonjwa nini, kwa sababu wale ni majukumu yote serikali ndio imefanya upumbavu. Umeona mpaka sasa inapelekea, umeona watu wanashindwa kuhimili huduma za matibabu. Sio mtoto wangu amepata shida hii, sio hospitali nimepata hivi. Yani unakuta zile shida tunavyozitatua wenyewe kwa wenyewe, serikali inajiendekeza, naona kabisa Watanzania ni watu wenye huruma, wanasaidizana wenyewe, afu mtu akisaidiwa anasahau. Inabidi tuache hivyo vitu sasa hivi tena, tuache. Unaona saizi askari kuna posho sio, nasikia wanaenda kuanzia Januari wanaenda kukatwa. Kuna posho fulani hivi sio, nimeona huko ina trend. Ukienda kwa ule nani mtaiona Maria. Hao askari ambao ndo wanatumika vilaza, wanatumika kwa ajili ya kurudisha nyuma hizi harakati. Mimi nasema nyinyi maaskari nyinyi ndio wa kwanza kurudisha hizi nyuma. Na ni bora mkatwe hizo pesa. Kuna pesa wanakwenda kukatwa hawa watu. Ngoja nisome hapa. Kuna pesa sijui, kuna posho ambao walikuwa wakipewaga kwenye hayo madudu yao wanaoyafanyaga. Sasa hivi kinaenda kuwalamba na wao. Kinaenda kuwalamba. Naona. Lakini mimi ninachosema ni kwamba hatutaki kurudi nyuma, ndugu zangu. Kurudi nyuma ni mwiko, kwa sababu mimi nina imani mwanga unakuja. Sasa hivi kikubwa, huu muda wa nondo
tuachane nao. Anasema kuna bajeti ya matumizi ya mengineyo sijui itapunguzwa kwa 60%. Hii itapelekea askari kukosa posho ya chakula, wanaita ration allowance, ambayo hulipwa kupitia OC kuanzia Julai 2026. Wametoa mkeka wao hapa, hiyo hela ambayo huaga wanapewa hao maaskari, ambayo itapunguzwa mpaka kufika 60%. Naona watu wanasema sawa. Yaani kila mtu hapa katika comment anakuambia bora iondolewe, bora iondolewe. Na hisi ikishaondolewa akili ya watu zitakuwa zitawarudi. Maana sasa hivi hawana akili. So wanaona kabisa wanamnufaisha huyo iko kimama na timu yake, kwamba wao yani sijui hao watu ni wapumbavu kiasi gani. Yaani wanaweka hivi pingamizi watu, yani watu wanaenda kuwatetea wao kwa maslahi yao, alafu watu ndio wanatuwekea vikwazo. Inajazwa pale, inashushwa na inashushwa na mitutu ya bunduki kama vile mitaira. Yani mimi Miami askari mimi acha kabisa yani. Inaenda kuweka pale yani hata sitaki kuongea sana kwa sababu nitazidi kuatia watu uoga. Yani kuna video kuonyeshwa inavyoshushwa kwenye yale makaraninga ya ni mtandao ama Dazadi. Yaani hao hata wakinyongwa sisi sawa tu, wanyongane huko. Ndio faida yetu, kwa sababu hao si wanajifanya wana akili kuliko sisi tuliokaa hapa. Yaani hao hata wakinyimwa kabisa, wanyimwe, watolewe na kwenye mabanda yao wakaanikwe barabarani ni sawa tu. Maana wanatia sana hasira. Hakuna cha nani wala wanajeshi huko watokeo, kwa sababu wangekuwepo wazalendo wangejitenga, wangeimba wimbo mmoja na sisi. Hata yaliyomaliza mavyuo huko yanyimwe nani ajira mpaka wakome, tutaimba tu wimbo mmoja. Nitasahau mwenzenu. Ongea Nasra. Okay. Japo mimi huwa siwezi kuongea, ila waga nanung'unika tu moyoni. Tusameane kama nitakosea kitu. Kuna kitu ambacho kutoka nimeanza kufuatilia, tofauti ya tarehe 29 ya mwezi ambao tulipambana mpaka ndugu zetu kututoka, tulikuwa hatuna uoga wa aina wowote. Kitu ambacho sasa hivi ndo tuna maradhi nacho ni uoga. Wakuwa na mfano kila mtu atakuwa kuwa hapa, tunatiana uoga. Huyu anamwambia huyu mwenzangu simjui si hivi na hivi, hatujazaliwa wote, hatuwezi kujuana. Kitu ambacho mimi nataka kujua, yani kueleza hapa ni hii kutokuogopana. Yoyote ambaye unajua ni atakufanyia kitu kibaya, tumejitolea sisi kuwa wajasiri na tumejitolea like uhai wetu au maisha yetu kuzurika chochote kitakachokuja mbele yetu. Kupigania hichi kitu ni kizito sana. Kwa hiyo inabidi tusiogopane. Yani usiogope mwenzangu atanifanya kitu gani. Yani utamogopa mwenzio, tunashindwa kuogopa serikali ambayo inatusimamia kwa sasa. Na sisi wenyewe ndo huwa tunaipigania hiyo, hatuiogopi yenyewe, tunaogopana sisi kwa sisi. Hili ndo tatizo kubwa ambalo liliopo. Kwa hiyo basi mimi nipo kwa wanaume. Wanaume wengi sasa hivi wenyewe pia wanakuwa waoga. Yani wamekuwa waoga kupita wanawake. Wanawake jana wametoka, wamesimama barabarani wanasubiri wanaume waanzishe, lakini wanaume ndo kwanza wanakuja huko wanasema, "Wewe mwanangu uko wapi? Mwanangu uko wapi?" Kuna hii mnakutana kwenye kuandamana, mnakutana nyie wanaume, kuna wale ambao mnakuwa kabisa mnaimba pamoja, mnakimbia pamoja, mnaenda mwanzo mwisho. Kwa nini wale msiunge urafiki? Wanaume ni kawaida sana tofauti na wanawake. Wale ambao mnakimbia pamoja, mnaaso pamoja, ndo wale ambao wakuwakamata, mwanangu wewe vipi? Nipe namba yako hivi tutaweza kufanya siku nyingine hivi na hivi. Movement ndo zinavyoanzia pale na urafiki ndo unavyoanzia. Kuna yule unamuona kabisa huyu anaumia, huyu ni yuko safu ya mbele kabisa kupambania nchi yake, na linawezekana kwa wanaume. Unaweza jinsi kumwanza mwenzio, "Oh mshikaji wangu ni aje hivi na hivi." Kwa hiyo kuna ambayo hichi kitu ndo ninashindwa kuelewa kwa wanaume. Tofauti na sisi wanawake. Sisi wanawake tuna ile ushakunaku, ule umbea mwingi, tunaweza tukasema labda mwanamke mwenzio anaweza kukufanyia kitu chochote. Lakini kwa wanaume mmekutana huko, ndo pa kuanzia huko. Siku nyingine linavyotokea, mnakuja mnaitana, mnapigiana simu, mnakutana, mnazungumza pamoja au mnalianzisha pamoja.
Hii kitu mnaenda eti unasema mnashindwa pa kuanzia, tukiwa hapa juu eti ndo tunaogopana. Hii kitu ni kibaya sana, ndo kinachotuumiza na ndo kinachotutesa mioyo yetu na tunarudi nyuma. Hichi ndo kitu ambacho mimi nashindwa kuelewa kabisa. Nimemaliza jamani, sijui kama niko sawa. Wewe Wankomba, umeenda wapi na wewe? Au sipo juu hapa mimi? Niko naongea peke yangu. Jamani, Mkomba umetekwa. Umeenda wapi tena mama? Ndo nashangaa. Niambie. Nani alikuwa anasema? Unaenda wapi? Niko mbali. Hebu nisaidie hapo, nimepandisha wenzangu. Nilimwacha maana najua wewe si upo. Yeah. Amemaliza?